Yanga imebadilisha kwa kiasi kikubwa sana maisha yangu. Mama mimi alikuwa anataka kabisa nicheze mpira. Kwa sababu ilifikia stage sasa nilikuwa shuleni sifanyi vizuri, mimi nimekazania kwenye mpira tu. Shule nimefeli hapo. Wewe baba akasema bwana wewe cheza mpira, wewe achana naye. Unaikumbuka siku yako ya kwanza Yanga? Ilikuwaje? Naikumbuka vizuri na siwezi kuisahau. Touch yangu ya kwanza mimi natuliza mpira. Kwa pressure nilirudisha kwa kipa, mpira umeenda juu. Unajua yani yule shikalo kama ndio kwa kipa sio kucheza na yeye, unajua kuna makipa wazuri kwenye footwork na nini. Sijui leo hii ningekuwa wapi, sijui. Kumbe pressure za mashabiki huwa zinawafikia hizo zinafika. Zinafika kama tena ndo mchezaji ambaye hujiamini na zile pressure zikisha kuingia, uweze tena kucheza mpira. Kwanza nilipopanda ndege tu unajua hata mwenyewe naona tayari nishapanda ndege, leo utaniambia nini? Isingekuwa football ungekuwa unafanya nini? Bwana mimi kwa maisha yangu ambayo hata nilishaanza boda. So uongani mimi ndo jinsi nilivyo na sio naigiza, ndo niko hivyo. Lakini kama na wewe ukiniheshimu. Ila kama utaenda tofauti basi na mimi naenda hivyo wanavyotaka. Inaelekea na kuheshimu. Dazen Selection. Ladies and gentlemen, karibu tena kwenye Dazen Selection. Leo tuko na moja kati ya wachezaji muhimu ambao ni defenders katika timu ya Yanga. Jamaa anavaa jezi namba 5 na pia ni mlinzi wetu kwenye timu ya Taifa Stars. Ladies and gentlemen, jamaa ametokea Morogoro. Mtibwa ndo sehemu ambao amepatia umaarufu, Mtibwa Sugar naizungumzia, and then ameenda kunyanyua makombe akiwa na timu ya Yanga. Mbali na hapo, amecheza mechi za international akiwa na timu ya Yanga na kumweka level za juu kabisa. Kulia kwangu amekaa Dickson Job. Karibu kwenye Dazen Selection. Asante sana. Bana, kwanza nimewahi kupata sifa yako moja, ni jamaa ambaye una discipline sana, ni mvumilivu, umeona, na una njaa ya kufanikiwa sana. Hiyo nilikuwa naongea na rais wenu Harrison, nilikutana naye nikamwambia bwana mimi nitapiga interview na Dickson Job. Akaniambia mimi nimekupa blessings, endelea. So leo nimefurahi sana kukaa na yeye. Nashukuru sana ndugu yangu. Unajua moja kati ya watu ambao tumewatafuta muda mrefu kukaa nao hapa, wewe sasa hivi unashika nafasi ya kwanza. Toka mwaka jana, si ndio? Toka mwaka jana. Toka mwaka jana nakumbuka. Lakini vitu vinabadilika. Karibu bana. Nashukuru sana. Hongera sana. Asante sana. Watu wengi wanakufahamu baada ya kujiunga na Young Africans, lakini wengi hawafahamu story ya Dickson Job ilianzia wapi? Bwana, story ya Dickson Job kidogo ina urefu wake. Tuna muda. Ilianzia Moro Kids. Ni kituo cha mpira pale Morogoro. Lakini nikakuwa pale kuanzia miaka 10. Baadaye mpaka kufikia miaka 15. Kipindi hicho nakumbuka timu ya taifa ya vijana walikuwa wanatafuta timu ya under 17, lakini walikuwa wanaanzia miaka 15 kukaa kwa muda fulani ili kufikia miaka 17 kwa ajili ya mashindano ya AFCON. Kwa ina maana baada ya pale, kabla ya kwenda katika timu ya vijana, kipindi hicho nakumbuka Mtibwa ndo wanachukua vijana kwa ajili ya under 15 kwao pia. Kwa wakajaga Morogoro, tukachukuliwa pale, tulikuwa 10 kwa wakati ule, ambaye nilikuwa mimi, Kibabage, Siu Msheli, Kibwana, wote tulikuwa kwenye hiyo intake. Kwa hiyo tukaendaga Mtibwa, tukakaa kwa miezi kama 3 nadhani. Baada ya hapo ndo kipindi hicho timu ya taifa wakajaga wakatuchukua, tukaanza camp. Kwa tukaanza camp pale, tukaenda hivyo miaka kwenda mpaka under 17 AFCON tukashiriki. Lakini baada ya pale sasa ndo kurudi Mtibwa, ina maana tukaingia under 20 sasa. Moja kwa moja tuka under 17, lakini sisi tukapandishwa kwenda under 20 kwa sababu walishaona kwamba wanakizi tayari kuna performance ambayo washaonyesha kwa wanaweza compete na under 20. Kwa baada ya pale ndo sisi tukaenda Mtibwa under 20 na maisha yetu ndo kaanzia hapo. Tukacheza kidogo under 20, tukasogea senior team kwa sababu pia performance ya wachezaji ambao tulikuwa pale. Baada ya kwenda timu kubwa tukaperform vizuri pia, ndo Yanga na timu nyingine tofauti walianza kutuona, wakaanza kuvutiwa na sisi, lakini mwisho siku tukajiunga na Yanga. Wakati unajiunga na Yanga, unakumbuka simu nyingine zilitoka upande gani? Sasa sitapenda sana kuzitaja, lakini ni timu ya hapa Dar, ambao nao walituma ofa yao. Sema shida sasa ikawa kwenye ofa yao, wao walitaka wanisajili lakini niendelee kubaki Mtibwa kwa mkopo. Lakini katika wakati ule sana mimi nikaona kwa umri wangu huu na huku nishakaa sana polini tena, muda kwenda mjini sana. Unajua ili ufikie level fulani ambayo ulikuwa mtu unatamani, na maana lazima uende timu kubwa ukacheze, uonekane, uweze kutimiza ndoto zako pale ambapo unahitaji. Kwa hiyo nikawa nimeongea sana na meneja yangu kwamba sasa
wamekuja na ofa hii iko sawa, lakini kwa hichi ambacho wao wanakitaka mimi kwangu sidhani kama kiko sawa. Nakumbuka nao Yanga kipindi kile ndio wanakuja kwenye generation hii ya JSM na nini, wanataka kuibadilisha timu. Nao wakawa wamekuja. Mimi nakumbuka mtu wa kwanza kuniambia alikuwepo kapteni wetu pale Mtibwa anaitwa Shaban Nditi. Siku moja tupo Gairo tunajiandaa kucheza mchezo na Azam, akawa amenipigia simu akaniambia, bwana mambo vipi fresh? Uko wapi? Nikamwambia niko room. Vipi bwana? Akaniambia safi. Sasa kuna jambo nataka tuongee, lakini jambo la hela nyingi. Kwa mfano mtu akitokea hapa sasa hivi bwana akwambia kuna milioni 60 utacheza mpira? Nikamwambia nitacheza bwana, vipi kwani? Akaniambia sasa kuna mtu kanipigia hapa, bosi wa GSM pale wanahitaji wakuchukue. Kwa hiyo nikawa naongea naye na nini. Kwa mimi nikawa nimemwambia bwana kwamba huyu ni mchezaji mzuri, mimi nishakaa naye hapa, kwa hiyo kama mnataka kumchukua basi mchukueni. Kwa hiyo mimi nachokuomba kwenye kile ambacho ushakionyesha basi endelea kukazia pale, tumalizie msimu katika performance hii ambayo tayari ushaifanya. Nikamwambia basi wala ina shida kiongozi, hilo limeisha. Nakumbuka mchezo tukaenda tukamaliza na nini. Kwa tumaliza mchezo pia nikakaa naye pembeni nikaongea naye sana. Nikamwambia kiongozi wala usijali, mimi wala ina shida. Sasa kwenye situation hiyo ambayo ilishatokea na yeye ndo alinitafuta. Baada ya ule msimu kuisha, Yanga hawakunirudia mimi. Acha. Kwa hiyo ina maana inawezekana wao walimuona mtu mwingine ambao walihisi ana style kwa wakati ule. Kwa hiyo wakamchukua, mimi nikaendelea kubaki. Akaniambia wala usivunjike moyo na nini, endelea kupambana. Nikamwambia kiongozi, mimi katika kitu ambacho nakifahamu au mimi najijua, mimi hapa sitakaa, mimi nitaondoka. Yaani sio leo sio kesho, lakini mimi hapa lazima niondoke kwa sababu najijua uwezo wangu. Akaambia ina noma. Kwa msimu ulikuja tukaanza katikati tu ya mechi za mwanzo wakamrudia tena. Kaniambia bwana wale jamaa amenirudia tena, lakini wakati huo sasa tayari na meneja wangu washamtafuta kwamba bwana tunamhitaji kijana. Wakati ule nakumbuka Yanga mwalimu yuko Cedric Kaze. Kwa yule meneja wangu akasema kabla ya kwenda, sasa wakati huo tena wamerudi tena wote wawili. Akamtangoja nimuulize Kaze kwamba programu yao ipoje, na je ukishaenda pale wewe itakuwaje, uchezaji utacheza utakuwaje, lazima kwanza nijue na nipate uhakika wewe kupata nafasi ya kucheza. Nikamwambia sawa ina shida. Kwa hiyo akawa anawasiliana naye na nini. Kwa mwalimu naye akawa anamuelekeza project kwamba Yanga wanataka kufika wapi, wanaenda wapi, ipoje. Kwa hiyo tuka challenge tukaangalia. Nikamwambia basi huku pana tustahili kwenda. Kwa hiyo na maana baada ya pale sisi tukawa tumekuja timu ya taifa kwa ajili ya kujiandaa na CHAN. Nakumbuka wakati ule tupo kambini, siku moja engineer akawa amempigia meneja wangu akaongea naye, bwana join ofisini tumalize ile issue yetu na nini. Kwa hiyo wakamalizana na Mtibwa na sisi tukatoka tukaenda pale tukamalizana na ndo hatimaye nikaanza maisha mapya. Tutarudi kwenye story ya Yanga baadaye tena kidogo. Lakini turudi maisha yako ya utoto. Nimeambiwa ulikuwa ni kijana mtundu sana yani. Kupita maelezo. Acha. Vibaya mno. Mimi nakumbuka Marehemu Babu. Kuna wakati mmoja anajua alinipiga mpaka vya stage akasema sasa bwana huyu mtoto hebu mrudisheni kwa wazazi wake, mimi nitamuua. Kwa sababu nilikuwa mdogo lakini nilikuwa kwenye malezi fulani ambayo ilikuwa nimepindukia, kama ni utundu umepindukia, afu nilikuwa bado mdogo sana. Nilikuwa nawasumbua sana wazazi wangu sana, kwa sababu mimi pia nimekuwa kwenye malezi ya wazee wangu, ni mama na faza, watu wa kuhangaika. Kwa hiyo watu kutoka asubuhi labda hadi jioni. Sasa mimi unakuta katika wakati ule mimi ni mtu wa kuzurura, kujichanganya, nimeingia huku nimetokea huku. Kwa hiyo nikawa nakutana na tofauti, nakutana na vitu vingi. Kwa hiyo akili ya utoto na kama unavyojua kwamba vishawishi vingi unakuwa unajichanganya na wewe. Kama ndo hivyo ndo unaondoka hivyo. Kwa ina maana kwenye wakati ule kiukweli nilikuwa naenda kupotea. Nilikuwa ni mtundu sana, lakini namshukuru Mungu kadri nilizidi kukua na akili nayo ikawa inazidi kubadilika, naona okay maisha yanataka vipi, inabidi niweje, familia yangu ipo vipi. Na maana mwisho wa siku mimi ndo mtoto wa kwanza, lazima nipambane nikomboe familia yangu. Ni wakati gani uligundua una kipaji cha kucheza mpira sasa? Mimi wana talent niligundua wakati niko mdogo sana, na yote kwa sababu familia yetu sisi wote ni watu wa football wote. Yani ukiachana na baba zangu wadogo, mpaka mamangu mimi alikuwa mchezaji pia. Lakini yeye hakuwa mtu wa mpira, yeye kwa hizo netballs na nini. Kwa hiyo familia yetu sisi kwa kifupi ilikuwa ni familia ya michezo. Kwa hiyo nilikuwa napendelea sana ile baba zangu wadogo wanaenda kucheza na mimi nakuwa naenda najichanganya, unajua kwenye makozi kama hayo. Wakati huo mdogo kabisa, ni mdogo kabisa. Na wakati huo nakumbuka kulikuwa nilipokuwa nakaa kwa kuna mpangaji mmoja
alikuwa anafanya mazoezi katika taasisi moja ya kipindi kile, mzee fulani tu Mzee Belini. Kwa hiyo wakati ule mzee ana wale wakubwa kwa wakati ule, kipindi kwa sasa kuna Shomali hawa, Shomali Kapombe. Nakumbuka ile kaka siku moja akanichukua, tukawa tumeenda pale, tukakutana na yule mzee, na yeye alikuwa ameanzisha timu ya watoto ya miaka 7. Kwa mimi ndo nikaanzaga pale. Okay, kwa nikanagundua kuna maana hata nyumbani sasa kaona huyu yuko sana kwenye mpira na nini, na kuwa na ukiangalia na familia yetu jinsi ilivyo, kaona huyu naye anaweza akaja kuwa mchezaji. Kwa hiyo na mimi nikawa nakazia. Sasa mimi nitakupa story moja hapo katikati. Okay. Kwenye kukua na kwenda tayari nishakuwa mtu mkubwa kidogo. Mama mimi alikuwa anataka kabisa nicheze mpira. Kwa sababu ilifikia stage sasa nilikuwa shuleni sifanyi vizuri, mimi nimekazania kwenye mpira tu. Mama nakumbuka siku moja kama mchana tu hivi tumekaa, akanambia mimi sitaki tena kuona kucheza mpira, mimi nataka usome. Nikaona sasa hapa kubishana bi mkubwa mimi siwezi. Hapa mtetezi nani? Mtetezi baba. Namsubiri baba arudi. Akisharudi hapa ndo inawezekana kapata mtetezi sasa. Nakumbuka baba avurudi usiku kala nini, kaingia zake kupumzika. Mimi nikaona sio kweli, nikaona kaingia chumbani bwana, kwa sababu kipindi hicho unajua tena maisha yetu ni vyumba vitatu tu, chumba sebule chumba. Kwa maana baba chumbani sebule hapa, mama kaka kuna sofa moja ambayo unaangalia mlango wa chumbani. Nikamwambia bwana baba, mama mimi kanikataza nisicheze mpira bwana. Kwa nini sijui cheza mpira tu? Mama akamwambia hawezi kucheza mpira tena wewe. Mimi nikamwambia bwana, mimi kiuhalisia mimi shule sielewi. Yaani kweli naenda, lakini nikipima na nikiangalia kwa shule mimi siwezi kuja kuwasaidia. Ila nikiangalia kwenye mpira na uhakika naweza kuja kuwasaidia na kuja kubadilisha maisha yetu. Mama akujibu, yeye baba akasema bwana wewe cheza mpira, wewe huyu achana naye. Kwa mimi haina noma. Kwa mimi kesho yake mama hataki bado. Mimi akitoka tu mimi nimejipindua mbio. Kwa tuka tumeenda, namshukuru Mungu mpaka baadaye nikamaliza shule. Hata wakati ndo tunaingia timu ya taifa mimi nakumbuka mama bado hataki. Hapo nishamaliza shule na nini. Mama alikuwa na kakake mmoja mwanajeshi. Shule nimefeli hapo. Yule mwanajeshi akamwambia, Diki shule vipi? Bwana akamwambia bwana kafeli, kwa ndo tunaangalia nafasi ya kuweza kurudia. Mimi naambia masuala kurudia na mara VETA, sanga VETA kweli rafiki yangu. Kaambia bwana mimi, bwana mjomba wako yeye kasema sasa wewe shule yoyote hata kama labda unaona aibu kurudia kwa hapa Morogoro, labda unajua noma madem. Wewe akutafutia shule sehemu yote Tanzania unataka ukataenda kusoma. Mimi nikaitikia tu, nikamwambia basi haina shida sawa. Sasa hiyo kuja timu ya taifa na mimi ndo kama imenikomboa bwana, ile kwenda zangu kwenye michujo. Lakini nikirudi huku mama ananiambia wewe malizieni michujo yenu, baada hapo shule lazima ufanyaje, lazima uende. Nikaona huwa nikamwambia haina shida, mimi moyoni najua huko mimi kusirudi nitakufa na mtu. Kwa hiyo nakumbuka kipindi kile michujo tunaenda 60, tukirudi tunarudi 30, ndo tena 60 hivyo ni kichwa kinauma anapokuambia. Naona sasa hapa hivi vipengele mimi nitarudi shule mimi. Kifeli. Sasa baba yangu mdogo mmoja anaitwa George, ndo mtu ambaye anasimamia sana, anasupport sana kwa sababu tayari alishaniona na alishaona kuna kitu ndani yangu. Okay. Kwa hiyo ndo akawa mtu ambaye ananiambia bwana huyu akishafeli huku tena ndo atarudi shule. Kwa hiyo tunakaa tunapiga story kwenye simu. Naambia ndugu yangu tena sasa kurudi shule mimi sielewi ujue. Bana pambana. Wakati huo sasa kwenye simu yangu kipindi kile simu zimetoka kwenye studio, mtu akisave namba yako sio anaona mpaka kuna ile ambayo mtu anakuta umesave. Nimesave kwamba nimeweka kindege vindege vile na mpira. Na kwamba mimi ninachoamini kwamba huu mpira utafanya nitapanda ndege. Sasa kumbe bwana wakati huo mama ile ali screenshot kipindi hicho alikuwa nayo tu katika simu yake. Hiyo nitakuja kupa story yake baadaye. Okay. Kwa hiyo mimi akili yangu nawaza tu kwamba mimi mpira ndio kitu ambacho kama Mungu bwana. Nakumbuka kipindi kile timu ya taifa kama ilikuwa India kwa ajili ya mashindano. Mamangu sikio anamwambia bwana nimechaguliwa bwana, sisi tunasafiri tunaenda India. Unajua kila mtu aamini kwamba ujue kama anaenda hivyo hivyo unajua mbona kwamba kila mtu anasikilizia. Bwana mimi naenda zangu India katika familia hapo alopanda ndege kutoka na nilite na sijui kama alikuwepo. Wanaona neema hii mbona. Kwa mimi nakumbuka wakati huo nikapanda zangu ndege nikaenda, baada ya kwenda nikarudi. Kurudi kipindi hicho ndo timu tayari ishakuwa combine sasa kwamba hawa ndo watakwenda AFCON. Tukaenda zetu nyumbani, hata mama sasa kwanza nilipopanda ndege tu unajua hata mwenyewe naona tayari nishapanda ndege ndio ataniambia nini. Hata mama nikaona maongezi yake na mimi akawa kama tofauti fulani, ambadilika kwamba kama mtu naye kuna imani fulani ameanza kuijenga. Basi wewe upambane bwana, unajua pambana tena unajua. Kaambia wala usijali mama. Mimi nitapambana. Haina shida. Kwa hiyo tukaenda mwisho wa siku ndo safari yangu ilipoanzia hapo kaondoka tena.
Hongera sana mzee. Kwa hiyo football imekutengeneza kutokuwa kijana fulani mtundu na nini sana. Isingekuwa football ungekuwa unafanya nini? Bwana, mimi kwa maisha yangu ambayo hata nilishaanza bodaboda. Yaani ulishawahi kuendesha bodaboda? Sana. Yaani mimi nimemaliza shule tu, yani kazi yangu ya kwanza mimi nilikuwa na mshikaji wangu, tukaenda tukamtafuta mtu akatupa bodaboda ambaye tunakuwa tunampelekea kipande kwa siku ile 7,000 tunampelekea. Okay. Yeah. Kwa hiyo sisi tukaona bodaboda hiyo, japokuwa bodaboda jioni na tangu mazoezi. Kwa hiyo tunapishana. Mimi nafanya mpaka mida ya saa 7 saa 8 na mwachia mwanangu mpaka jioni, mimi nakuwa naenda mazoezi. Ya kwa hiyo ndo kazi ambayo nadhani kwa wakati ule ndo ilikuwa inanipa kidogo kipato cha hapa na pale na nini, na ukizingatia hata babangu kazi yake kubwa ilikuwa hiyo. Kwa na mimi kama nilikuwa nafuata huko. Kwa hiyo kwa uharaka sijui mpaka sasa hivi ingekuaje, lakini hiyo ndo kazi ambayo ilikuwa pale kwa uwepesi. Kwa sababu umefanya biashara ya bodaboda. Hivi ni challenges gani wanakutana nazo watu wanaoendesha bodaboda? Challenges zipo nyingi, tena hasa kwenye wakati ule ambao mimi ndo nilikuwa nafanya. Hawa Vodafasta si nani hawa? Sikuwa miayusho. Kwanza nilikuwa naogopa vibaya mno. Unajua kukutana nao, ile kuhangaika nao, kukimbiza kipindi kile, maana walikuwa wanakukimbiza kabisa ni leo wanakukimbiza. So sasa hivi sio labda sio nakukamata tu inatokea vipi sijui. Anazungumzia polisi wale wenye pikipiki. Hao. Washanikimbiza sana, shakamatwa sana. Kwa tukanapambana na mimi nadhani sijui kwa sasa hivi challenge zao, lakini kwa wakati ule sana polisi ndio wanasumbua sana na nini. Na kipindi kile wakati mambo ya mpira bado hayajanyoka, ulikuwa umeshawa kwenye akili yako kawaza kwamba mimi nitaachana na mpira kwa sababu sioni nikisogea sehemu? Sijawahi kuwaza kwa sababu mimi nilijenga imani kubwa sana kwamba mimi mpira ndio kitu ambacho kinaweza kuja kunitoa kwenye maisha yangu. Na hata kuna rafiki zangu kama Kibabage, Msheli, ni watu ambao wanaongea nao sana. Mimi mpaka tunaongea wanangu kile kitu ambacho, sababu hizo akili naweza kuambia ni za kwangu, lakini wao washaji zangu kwa nikaa nao akili zao kama zangu. Okay. Yaani fikra zao kubwa nao walikuwa wanaamini kwamba mpira ndio kila kitu ambacho kinaweza kuwatoa. Kwa hiyo huwa tunaongea kwamba ile roho ambayo tulishaiweka, ina maana hata leo hii Mwenyezi Mungu ameona kwamba hawa walishakuwa na juhudi toka mwanzo kwamba waliamini kitu hichi kitawatoa na hatimaye kweli kiliweza kututoa. Kipindi kile sasa unakuwa ni mchezaji gani ambaye ulikuwa unamwangalia sana wa football kama role model wako? Sasa kwenye wakati wangu ambao mimi bado mdogo ambao nakuwa. Mimi kwanza mpira wa bongo ilikuwa sio sana kuangalia, kusema kweli. Ilikuwa sio sana, lakini nakumbuka kuna mchezo mmoja walikuwa wanacheza kipindi kile, ilikuwa Azam na Polisi Morogoro Jamhuri pale. Kuna mtu mmoja ndio alitokea yani siku ya kwanza tunamuona tena hivi na kina Kibabage, kwa sababu ndo watu wangu ni muda tu. Kaambia jamaa yule anajua sana mpira, yule alikuwa anaitwa Pascal Wawa. Alikuwa anajua sasa kipindi ndo katoka ndo kaja sasa kipindi hicho kuna Isho kina nani wako Azam. Kaambia yule anajua sana mpira yule. Unajua? Kwa hiyo mimi yule ndo mtu wa kwanza kusema kweli ambaye nikaanza kumfuatilia na muangalia, nikawa napenda jinsi uchezaji wake, mtulivu, ana akili, unajua. Kwa baadaye sasa na kuanza kuja kusogea sijui Mtibwa na nini, ndo sasa wakina Yondani wako na Elasto, kwa sababu nikawa naona mara kwa mara kuna wao sasa wakaanza kunivutia vile ambavyo walikuwa wanacheza. Ukaja ukajiunga na Yanga. Yanga wakakuamini mpaka umekuwa captain msaidizi. Inasemekana ni mchezaji mwenye discipline sana. Hizo ni sifa ambazo sisi tunazipata tukiwa huku nje. Discipline inacheza pati gani muhimu kwa footballer? Kwa sababu kuna footballer wengine hata ukikutana nao mtaani nini wako tofauti kidogo na wewe, yani unaonekana mpole nini. Inakujenga mpaka inakupa hiyo nafasi ya ukapten, ama ni kitu ambacho ulijengwa na wazazi wako toka ukiwa mdogo? Bwana, hichi kitu mimi kusema kweli naweza ngasema kwamba kwanza kina faida kubwa sana kwenye maisha yangu kila siku, kwa sababu kimenipa nafasi kubwa sana. Ukiangalia kwenye timu, ukiangalia maisha yangu ya nje na watu wengine binafsi, ni kitu ambacho kinanipa nafasi kubwa sana, kwa sababu unajua mimi mtu yote naweza kumheshimu, nikamuelewa, ikiwa na yeye namuona anaweza, nikiona naye ananiheshimu. Mimi nitasema kitu kimoja kwamba sio discipline tu, yani pia mwenyewe nasalau mkorofi, yani hivyo vitu vyote, kwa sababu nishavipitia kwenye ukuaji wangu. Lakini nikishaona kwamba okay, huyu mtu naye ananiheshimu mimi, basi na mimi namheshimu kama mkubwa au mdogo namheshimu. Na huwa anapenda hata kuwasupport vijana na hata wale wakubwa ambao kuna wengine wakubwa lakini hawajafikia level ambayo mimi niko nayo. Labda yuko hali ya chini nini, napenda kumsupport pia. Lakini
discipline hiyo ndio naweza nikasema leo hii imenipa hiyo iko kitambaa cha kuwa msaidizi katika klabu kubwa kama Yanga, kwa sababu Yanga kipindi hicho mimi naanza kuvaa alikuwepo mwalimu mmoja anaitwa Nasiruddin Nabi. Okay. Yule mwalimu alitokea kunipenda sana kwa sababu nilikuwa na talent, lakini hiyo discipline samba wewe unaiongelea leo hii na watu wengine wanaiongelea, ndo aliiona ndani yangu kwamba huyu mchezaji ni mzuri bado mdogo na discipline yake ni kubwa sana. Na hata siku ambayo ananiambia sasa bwana kwamba wewe leo nakupa hiki kitambaa, mimi mwenyewe sikuwa yani kwamba Yanga unajua timu kubwa unajua nitaweza kweli? Akaniambia utaweza kwa sababu uwezo unao na yani una kitu cha kipekee ambacho mimi kama mtu kama mwalimu nimekiona ndani yako. Kwa hiyo mimi naamini naweza kuongoza wenzio. Okay, nikamwambia ina shida. Kwa mimi nikaanzia pale sasa. Kuanzia pale na tabia yangu nayo ikawa inanibeba kwamba okay, huyu mtu yuko 1 2 3 ile yani mimi sehemu yoyote sijisifii, lakini sehemu yoyote ile kitu cha kwanza mtu ambacho atakuelezea atakwambia bwana yule mtu ana discipline sana. So uongo ni mimi ndo jinsi nilivyo, na sio naigiza, ndo niko hivyo. Lakini kama na wewe ukiniheshimu, ila kama utaenda tofauti basi na mimi naenda hivyo wanavyotaka. Inaelekea na kuheshimu. Kwa sababu moja discipline yako nimeiona jinsi ambavyo wewe mwenyewe unauliza location, umeuliza saa ngapi nifike, umefika exactly on time. Yani tulikubaliana saa 8 kamili na umefika saa 8 kamili, umenipigia simu. Unaikumbuka siku yako ya kwanza Yanga ilikuwaje? Naikumbuka vizuri na siwezi kuisahau. Kwa sababu kwanza nilisubiri kwa muda mrefu sana kuweza kupata nafasi katika klabu ya Yanga, kwa sababu mimi nasajiliwa Yanga nilikuwa nimepata majeraha katika timu ya taifa, ambayo nakumbuka nilikaa kama miezi kama 2 3 hivi. Kwa sababu mimi nilisajiliwa mwezi wa kwanza, nikaja kuanza kucheza mwezi wa 3 wa 4 nasikosei. Tena nakumbuka hii mpaka kuna mjadala ulitokeaga, kwa sababu mimi wakati nimesajiliwa na Yanga nilikuwa nimeumia, lakini nilipopona sijaanza hata mazoezi yani. Mwalimu wa timu ya taifa aliniita. Okay. Na aliniita kwa sababu alikuwa nikimpoza namba yetu tulishakuwa naye katika under 17. Okay. Kwa alikuja akasema mbona kuna mtu fulani simuoni akicheza? Akaambia huyu mtu kasajiliwa sehemu fulani lakini alipataga maumivu. Akaniambia mimi sioni mtu wa kumwamini katika nafasi ambayo yeye anaicheza. Okay. Mimi nahitaji huyu mtu nimuite tena. Sasa kwa tu nishaka nje muda mrefu sana. Watu wengi sana walioji kwamba huyu hajacheza, hajaonekana kwa muda mrefu, kwa nini mwalimu hajamuite? Kweli tukaendaga camp, tukaendaga Kenya, nakumbuka kaka Kenya pale. Lakini sikuwa kwenye performance nzuri kwa sababu nilikuwa nimekaa muda mrefu sana nje. Kwa tukawa tuna training, tumecheza mechi za kirafiki. Nakumbuka yule mwalimu akaniita siku moja kama hivyo siku wa Taifa Stars. Wa Taifa Stars kipindi kile. Akaniambia DQ namuona sio yule ambaye mimi namjua. Nikamwambia ni kweli ni sahihi, lakini yote kwa sababu nimetoka kwenye majeraha na ndo mazoezi ndo naanza kufanya hapa timu ya taifa. Akaniambia sawa basi mimi ninachotaka uende ukacheze, usipocheza sitakuita tena. Hapo ananiambia sasa ananichuja ni kwamba kesho inabidi nirudi Dar. Mimi nikamwambia mwalimu wala usijali, mimi naenda nitacheza na utaniita tena. Kwa hiyo nakumbuka nikarudi. Baada ya kurudi nikaanza kutrain na Yanga. Nakumbuka hata sisi na baada kwa sababu kipindi kile baada ya timu ya taifa maana ligi sinasimama. Baada ya ligi kurudi tulikuwa tunacheza mechi na KMC. Nakumbuka mazoezini kila mtu akananiambia sasa mimi kipindi kile sijui, sasa unajua ndo mgeni katika timu, ila kuna wale wenyewe ambao wanajua taarifa zao zinavyokuwa kwenye mchezo. Wanakwambia bwana mechi unacheza kwa sababu si nimesia taarifa sio Jangwani. Sio mechi unacheza taarifa nimesia JSM. Kwa hiyo kuna watu yani viongozi wawili tofauti hapa kwamba huku na huku. Huku anasema acheze, huku anasema asicheze. Nikamwambia kweli wewe utacheza mwanangu, jiandae. Sawa. Mimi najiandaa lakini siku ya mazoezi ya mwisho sisi wenyewe tunajua tunavyocheza, unajua bisa hii timu inayocheza ile pale mtu unakuwa unajua. Nikiangalia mbona hapa kama sipo hapa. Mbona unacheza wale? Kwa hiyo na mimi sasa ile kama ishanitoa mchezoni kwa nimekaa hivi nipigwa butwa na waangalia wale ambao wanaonekana wanaenda kucheza kesho. Sasa kuna wale ambao ni Watanzania wenzangu. Tuko nje wote. Wale wakawa wananicheka kwa sababu wale washaka pale muda mrefu. Kwa hiyo wana kikundi chao chenyewe. Unajua kwamba wale wakawa wananicheka kwamba yule kwa anajua ataenda kucheza nini unajua? Moyoni naumia na hawa najua bisa wananicheka mimi na hapa mimi naonekana siende kucheza. Uweze amini mimi nikapotezea kwa sababu mimi bwana najiamini kana nilivyosema mwanzo, najiamini kwenye kile ambacho mimi unafanya. Nikaona okay wananicheka kule misipo haina noma. Kwa tukaenda kwenye mchezo mimi niko zangu sabu pale nimetulia. Hata wakacheza mechi nakumbuka ile mechi toka 1-1 na KMC. Sasa kipindi kile ilikuwa ni kipindi cha mfungo wa Ramadhani. Baada ya kutoka 1-1 kesho yake mazoezi kwa asubuhi na jioni. Mwalimu
Lamine nakumbuka. Lamine akasema mimi bwana kwenye mfungo mimi sifanye mazoezi mara 2. Lamine Molo ile kwa Mgana. Okay. Fanya mazoezi mara 2 kwa asubuhi akawa kalala. Wakati huo timu kaachiwa Mwambusi. Sababu mwalimu ambaye alikuwa kazi ambaye kashafukuzwa sasa. Kwa timu anayo Mwambusi. Kwa ucheze hao wanafunga nao lakini wako mazoezi. Wewe ufanye mazoezi mara 2. Kapteni wewe au sio? Sawa. Haina shida. Kwa jioni kaja zake mazoezi, mwalimu akamwambia vipi au sijui msifanye nini mazoezi mara 2 siku mfungo, akamwambia basi wewe nenda kapumzike. Huyo mtu mkubwa kwenye timu unamtoa hapo unajua fao Mwambusi huyu. Sawa. Ila mimi akaondoka akachukua vitu vyake akaondoka zake. Mwalimu akanifuata, akaniambia mimi umeona ile alama niloichukua, mimi nakupa nafasi wewe ukacheze. Mimi siwezi kumvumilia mtu ambaye leo hii anasema hawezi kufanya mazoezi mara 2 kwa sababu kwenye mfungo. Mimi nakupa nafasi. Kwanza nikasema hii ndio nilikuwa naitaka. Nikamwambia haina shida mwalimu kuwa na amani. Akaniambia sawa. Kesho yake siku ya mchezo sasa nakumbuka mechi yetu imechengwa kwanza ilikuwa na Biashara. Tumeenda zetu uwanjani nini? Nishamwambia baba yangu mdogo mimi nacheza, akanipa moyo nini nyumbani. Siku watu wa maombi sana. Watu wakafunga na kusali. Sasa unajua kwamba mtoto anapata nafasi kesho. Sawa. Tukaenda kwenye mchezo. Sasa tunatoka vyumbani ndo tunaingia kwenye mstari, sasa tunaingia uwanjani. Uweze amini kuna shabiki mmoja akasema leo tuone na wewe yaliomo yamo. Okay. Umemsikia shabiki? Shabiki pembeni hapa sababu ndio tunatoka katikati siko na hapa mashabiki. Yaliomo yamo. Pressure sasa. Unasema yaliomo yamo tena. Pechi mimi nikatoka zangu, tukakaa uweze amini. Sijui kama kuna mtu atakuwa anakumbuka labda shabiki au mtu yoyote au kiongozi. Tachi yangu ya kwanza mimi natuliza mpira kwa pressure nilirudisha kwa kipa, mpira umeenda juu. Unajua yani yule Shikalo kama ndio kwa kipa sio kucheza na yeye, unajua kuna makipa wazuri kwenye footwork na nini. Sijui leo hii ningekuwa wapi sijui. Kwa sababu ule mpira nimemrudishia engo ya juu yani pressure ninautuliza mpira naogopa. Yule Shikalo weza mimi akatuliza akaanza mashabiki ule uwanja mzima walipiga ile shati sijui kama kelele fani yani ya imekuaje. Uweze mimi baada ya ile tu nikaanaongea mwenye na nafsi yangu bwana. Hii ndo nafasi yangu, dirisha dogo hapo nimeingia. Hii ndo nafasi yangu, haiwezi kujirudia tena na uoga wangu ndo umaskini wangu. Mwenyewe hivi najiongea. Acha nicheze mpira. Tatokea na litokee. Mbona muda wote utakapiga makofi tu jukwani? Acha. Nakwambia. Muda wote. Kumbe pressure za mashabiki huwa zinawafikia hizo zinafika. Zinafika kama tena ndo mchezaji ambaye ujiamini na zile pressure zikisha kuingia, uweze tena kucheza mpira. Lakini namshukuru Mungu, yani ile ndio ilikuwa safari yangu na mimi pale nilipoanza baada ya mechi ile. Mechi ijayo tena nikatonesha pale nilipoumia mechi naza. Bwana. Namwambia dakika 45 nikatoka. Ukakaa nje muda gani? Sasa pale nikazugazuga. Niliumia lakini sasa kesho yake Mwambusi akaniuliza unaweza kucheza? Nikamwambia mimi naweza kucheza hivyo hivyo. Kweli. Tena haikuwa na ilikuwa na timu moja Fontaine kipindi hicho sio anaitwaje timu yao. Kuna timu moja kule Mwanza. Yani kumbukumbu imenitoka kidogo. Kwa hiyo ndo tulicheza nao, mechi inayokuja ndo na Azam. Kwa mechi na Azam mimi nikaforce kucheza kwa sababu ni mechi kubwa alafu nikacheza na maumivu. Kwa hiyo ulikuwa ukiniangalia, alafu wakati huo Yanga tayari wamemtambulisha mwalimu mpya ambaye anakuja. Ndo Nabi sasa ndo anakuja. Okay. Mimi nikacheza ile mechi nachechemea, najikaza nachechemea. Mpaka mechi tunafungwa goli moja, nakumbuka Prince Dube ndo anafunga. Mimi nacheza nachechemea. Kipindi hicho nakumbuka Alikamwe alikuwa mtangazaji wa kawaida wa watu wananili. Mpaka kwenye naniliza kipindi kwa nanili moja inaitwa Mambo 10 sijui maneno 10 sasa, yani kila mechi anakuwa ana ile anaandika. Akaandika kwamba leo hii Yanga mtoto amecheza mechi moja, mechi 2, mechi ya 3, mechi kubwa anacheza huko akiwa na majeraha. Yani kwamba imefikia hatua gani? Kumbe mimi ndo mwenye makosa kwa sababu nilificha kile ambacho nilikuwa nacho kwa sababu hii mechi kubwa lazima niende nikaonyeshe. Kwa hiyo baada ya pale mechi voisha Nabi, nakumbuka mechi ijayo akanifuata. Akaniambia unaweza kucheza namba 2. Hapo mwanzo kwanza namba ngapi? Center back ngwaje. Okay. Nafasi ya Lamine Molo. Sasa Nabi alipokuja aliona kwamba nina kitu lakini anahitaji nicheze namba 2. Nikamwambia sijawahi kucheza hiyo nafasi. Akaniambia mimi nitakufundisha kucheza hiyo nafasi. Nikamwambia sawa, haina shida. Kwa mazoezini akawa ananifundisha kucheza hiyo nafasi. Wakati huo tunajiandaa kwenda kucheza robo finali na Prison ndio anacheza Sumbawanga. Kwa tukaenda Mbeya timu nzima, Nabi akanipanga fullback, nacheza fullback lakini mimi nafasi hiyo yani siwezi na siipendi yani.
kwa nacheza ananiambia unacheza vizuri kweli. Baadaye akanitoa namba 2 akanika namba 6. Namba 6 tena nikaana mimi sasa ujanja wangu nikanafanya kile ambacho yeye anakitaka, sinaelewa. Ananiambia fanya hivi, fanya mimi nafanya vile vile anavyovitaka. Ulikuwa umwambie kitu, akaniambia wewe ni maestro, yani wewe nafasi zote unacheza. Yanga imebadilisha vipi maisha yako? Yanga imebadilisha kwa kiasi kikubwa sana maisha yangu, ya kuanzia kwenye maisha yangu kijumla ya kujitegemea kiuchumi. Lakini ukubwa ambao niko nao leo hii tofauti na ule ambao nilikuwa nao Mtibwa, lakini nimefahamika ndani na nje ya Tanzania kwa ukubwa sana. Na nimepata fursa ya kuonekana kwa sababu nacheza mashindano ya kimataifa, kwa ina maana watu wengi wameweza kuniona na kunifahamu na kujua huyu anacheza vipi. Lakini yote kwa yote, unajua hizi pia timu za taifa ili ucheze na nini, lazima katika hizi klabu kubwa ambazo zinashiriki mashindano ya kimataifa unapata nafasi. Kwa ina maana pia nimeweza kupata nafasi timu ya taifa na nimeweza kujitangaza. Kwa hiyo imenibadilishia maisha kwa kiasi kikubwa sana kwenye kiuchumi na maisha yangu mengine. Pressure kubwa iko wapi, kwenye kucheza kimataifa ama ligi ya hapa nyumbani? Bwana, hizi timu jinsi zilivyo, sio ndani sio nje, kote pressure na kuwepo, kwa sababu ni timu ambazo zinahitaji matokeo kwenye kila mchezo. Kila mchezo unaocheza unahitaji matokeo, lakini wewe kama mchezaji lazima uwe kwenye performance yako ile ile, yani uperform aidha pale au uende juu zaidi. Ukiwa kama center back kwenye mechi za kimataifa, unakumbuka game ambayo ilikuwa ni noma sana alafu akatokea mchezaji ambaye alikusumbua umsahau hadi leo? Nakumbuka kuna mechi moja tulikuwa tunacheza na Medeama, tukachezea Ghana ile mechi kama sikose. Kipindi hicho Soa mimi simjui, yani ndo tulionyesha video, lakini video nao inakuta kuna vitu inaonyesha, lakini kuna muda kuna vitu vingine mnaweza kukutana navyo uwanjani tu ambavyo wewe kama mchezaji inabidi kwa haraka, kama mimi nafasi yangu jinsi ninavyotaka. Yani kama mtu simjui, yani ile touch ya kwanza tu lazima nijue huyu strength yake iko wapi. Mbio anaweza kukaa nao au anafanya nini, lazima kwa haraka sana niweze kujua. Kwa hiyo ile mechi mimi nakumbuka tunakwenda kucheza, kwanza hali ya hewa haikuwa nzuri. Ilikuwa hali ya hewa mbaya sana. Joto kali, nakumbuka jua kali ilikuwa hapo siku ile. Nakumbuka ile jamaa alinisumbua sana kwa sababu alikuwa na nguvu, alikuwa na mbio na nini. Sasa kuna vitu ambavyo mimi nilikuwa navifanya kwa kutokumjua, ikawa inanipelekea yeye kunisumbua. Kwa sababu yeye anategemea umfikie kwenye mwili, akawani kwa sababu ana nguvu zaidi yangu, kwa akupe mkono, akupe nini. Akiondoka hivi anakuwa yeye anakuwa na speed kwa zaidi yako. Kwa hiyo ilinipa changamoto sana, na uweze amini ile mechi inaisha mimi nimelala sio saa 2. Yani saa 2 tu kwanza nilipokula tu nilikuwa hoi, nimechoka. Kibwana huyo ananicheka sana. Kumbe kipindi kile roommate wangu alikuwa Kibwana, nikakaa ndani ananicheka vibaya. Unajua hapo mechi ilisha 1-1 nakumbuka. Alinicheka vibaya mno. Sana sababu nilikuwa nimechoka, niko hoi. Sisi uwaga ukichoka sana, mtu au cheza sana kwenye hali ya hewa mbaya, unaonaga ndege yule kwenye mnandu wake kumongoa kama Sasa kipimo cha mtu ambaye kafikia level ya mwisho ndio hicho. Kwa mtu kachoka kama ana vile viashiria. So mnapokuwa kwenye hizi mechi za kimataifa, ni wakati gani ambao mnakuwa mna furaha sana? Ni wakati ambao tunakuwa tunapata matokeo mazuri. Kwa sababu tunakuwa pale mmefanya kitu kwenye nafasi yenu, lakini pale ndio huwa tunapata hela. Yaani hela nyingi sisi kwetu, hizi bonasi zipo kwenye mechi za kimataifa. Ndio kuna hela nyingi, yani bonasi zinakuwa nyingi. Na mkishindo huwa inakuaje? Yani hali ya eneo husika yani inakuaje? Inakuwa inaumiza sana. Kwa sababu kwa mfano unaweza mkakuta labda mmesafiri, mmeenda labda Morocco. Morocco ni mbali sana. Sasa kwanza safari ndefu inachosha. Mmeenda kule mmekosa matokeo, mkifikiria mmekosa matokeo, mmekosa hela, afu mnabidi tena mtoke kule mrudi tena huko. Sijui kama unaelewa hiyo route sasa. Kwa ina maana mnakuwa mnasafiri mkiwa mna huzuni, hakuna story, hakuna chochote. Kwenye yani kama mabubu tu yani. Kwa hiyo yani ile situation ambayo inakuwa inatumiza sana hasa hizi safari za mbali sana kwa sababu inakuwa mkikosa kile ambacho mlikuwa mnakitarajia au mmekipanga. Hivi uwaga unajua makosa huwa yanatokea sometimes. Mchezaji anaweza kufanya makosa ikasababishia timu kufungwa. Hivi ikitokea situation kama ile, uwaga mnamlaumu huyo mchezaji ambaye atakuwa alifanya makosa, au inakuwa tu mnafahamu kwamba makosa yanatokea? Kwanza sisi kama sisi kwanza hatutakiwi kulaumiana, kwa sababu unajua
makosa mchezaji yoyote anaweza kufanya. Yaani mtu yoyote anaweza kufanya makosa, itategemeana tu na siku yako au siku hiyo ilikuwaje. Kwa hiyo kama mtu amekosea amenanili na maana okay bwana, tuna imeisha hiyo, tunapeana hope, tunaendelea kurudi, tunaanza kupambana kama tulikuwa labda tumeongozwa, inabidi turudishe na tushinde mchezo au vipi, lakini muhimu ni kupeana hope. Najua wewe ni role model wa wachezaji wengi ambao wanataka kucheza nafasi yako ya defender. Unafikiri defender bora, center back bora inabidi aweje? Kwanza awe na akili timamu. Yani akili timamu, kwamba unapokuwa na akili ina maana inakurahisishia kujua timing yako inatakiwa iwe vipi kutokana na situation ya mchezo unavyozidi kwenda, lakini nakuwa na uharaka wa kusoma mchezo kwamba unaendaje, kwamba okay, hawa wapinzani wetu wanatumia sana huko, wanatumia sana huku, lakini awe iko fiziki, kwamba anapoenda kukutana na mtu lazima awe strong. Awe makini, awe mtulivu. Vitu kama hivyo. Na striker vipi ambaye wa kibongo ambaye umewahi kukutana naye wewe ukasema yes, huyu jamaa bonge la striker? Bongo. Kwa bongo awe mzawa, si ndio? Kiukweli wapo ambao tushakutana nao, lakini kwamba napoona kwamba hii kweli leo ni challenge, John Boko. Kwa nini John Boko? Kwa sababu kwamba kwanza 8 yake amenishinda, lakini ana nguvu, ni mpambanaji, ni mtu ambaye anajitolea sana. Kwa hiyo mara nyingi ambapo napokuwa nakutana naye, na maana sasa mimi inabidi niwe faster kuliko yeye. Kwanza yeye mrefu mwenzangu. Kwa hiyo ina maana timing yangu kwenye mipira yote ya juu inabidi iwe kubwa sana. Yaani mahesabu yangu mimi inabidi yawe makubwa sana. Na ndio maana hata kwenye ukuaji, ina maana kwenye stage za chini ukiwa unakuwa, kuna vitu ambavyo mnakuwa mnafundishwa kwa ajili, kwa mfano mimi si mfupi, na maana nafundishwa jinsi ya kukabiliana na mtu ambaye ndakutana naye mtu mrefu, na kuwa najua vitu vingine. Unakuwa mwenye mchezoni unakuwa unajiongeza, sio vyote ambavyo utafundishwa, mwenye unakuwa unajiongeza. Kwa sababu sasa kama Boko, na maana yeye mrefu, kwa timing yangu mimi lazima iwe kubwa, lakini lazima niwe sharp. Umeona kwa ni mtu ambaye nishakutana naye, tushasumbuana sana, na hata yeye mwenyewe leo huyu ukimuuliza atakwambia kwamba yule mtu achana naye. Hapo kwenye Yanga ni wakati gani unakuwa mzuri? Wakati mmeshinda goli au mmefunga goli, au zile dakika za mwisho kabisa, yani karibu mnataka kufungwa, alafu wewe kama defender ukafanya tako ya ajabu kabisa, yani ipi inakuwa na mzuka sana? Kwangu mimi nadhani ni wakati ambao labda tunaongoza muda wa sema. Sasa hapo kila kitu, kila situation ina furaha yake. Unajua pia napo timu labda ilikuwa inahitaji goli, labda bila dakika za mwisho, pointi hizo mnazihitaji, mtu unafunga, hiyo sio poa nayo. Lakini hiyo mimi kwangu mimi haina kubwa sana, credit kubwa sana, kama vile ambavyo mpinzani atakuja anataka kufunga, labda anaenda kufanya tako au unafanya nini, nafanya marking ambayo iko bora. Ile nayo kwa sababu ndo kazi yangu ujue. Mimi kazi yangu ni kuzuia. Kwa hiyo na maana nikifanya kitu kizuri, hata mwenyewe yani unajua unakuwa na shamla fulani ambayo unaona okay, timu imepata pointi 3, lakini bwana pointi 3 umepata, lakini kwa sababu ya yule pale mtu. Very true. Dabi noma kabisa Afrika ni ya Simba na Yanga, Kariakoo Dabi. Hebu tuelezee moment kidogo inavyokuwa before labda game, labda ni kesho kutwa, let's say. Inakuwaje? Kwanza moment yake bwana ile ni nzuri, lakini ni mbaya. Mimi nitakumbuka hata dabi yangu ya kwanza kabisa. Nakumbuka kuna babangu mdogo mmoja alimtafuta mdogo wake ambaye ni George, na ambaye naye babangu mdogo. Akamwambia bwana, kwa nini Diki hawezi mechi yani asicheze tu? Kwa nini? Yani kwamba yeye sasa ana pressure kuliko mimi sasa, kwamba wasiwasi wake, unajua dabi bwana inakuharibia maisha, lakini inakutengenezea maisha. Sasa yeye akawa yupo kwenye wasiwasi kwamba ikitokea labda nikafanya makosa, timu ikananilia fundo ya kwanza, bado mdogo, na maana ile ndo karia yako unakuwa umeiua. Yule akamwambia unajua hii mechi kweli ni mbaya, lakini ili uwe mkubwa lazima hii mechi ufanyaje? Hii mechi lazima uicheze. Kwa hiyo mimi nadhani tusiwaze sana kwenye kufanya makosa. Mimi tuwaze akifanya vizuri itakuwaje. Kwa hiyo tusimtie kwenye pressure, tumwache akacheze hii mechi. Na yeye kweli mimi akawa amenipigia bwana Father anasema 1 2 3 4. Nikamwambia mwanangu hii mechi si acha tukacheze. Alafu mimi nitaenda nitafanya fresh tu, mbona? Yaani nyinyi kwa nina amani. Unajua? Kwa hiyo kwa kifupi dabi bwana inakuwa na situation ngumu sana, kwanza kuanzia kwenye maandalizi,
na kuelekea mpaka kwenye mchezo na nini. Sisi kama wachezaji tunakuwa kwanza kwenye kipengele cha wenyewe tunachallengeana, kwa sababu kila mtu anataka kuicheza hiyo mechi. Sababu ni mechi ambayo inaangaliwa na watu wengi, ni mechi yenye hamasa kubwa, na ni mechi ambayo inaikuwa hela nyingi sana. Tena hiyo inaweza inapitaga hata zile hela za mechi za kimataifa, kwa sababu ni hela nyingi sana ambazo tunakuwa. Kwa mtu ukicheza ile mechi, ina maana mkishinda na ukafanya vizuri na ukapata hela, tayari vitu vitatu hivyo umepata kwenye wakati mmoja. Na uko umejijengea jina kwa wakati na kwa nafasi kubwa sana. Kwa hiyo inabidi mwenyewe ujiandae kisaikolojia na uelewe unacheza mechi aina gani, na ni mechi ambayo haijai kuzoeleka. Ni mechi ambayo lazima utoe asilimia zako zote. Bila hivyo mwisho wa siku utaonekana kabisa yule. Watu wanaweza sikwambie, lakini mwisho wa siku wewe utaona tu malipo yake. Utaanza kuona tu utofauti, kwamba mbona hivyo kwa mwanzo na sasa tofauti, kwa sababu watu walishakuona. Washaona huyu tayari mzinguaji. Na kwa ni mechi ambayo inakuwa nzuri. Dabi gani unaikumbuka sana? Yaani hautakaa uisahau. Dabi ya nakumbuka wanaanza kutufunga Simba. Wanaanza kutufunga, tunasawazisha, tunawaongeza. Nakumbuka goli zote mbili anafunga Mayele. Goli la pili na assist natoa mimi. Ni mechi ambayo ilikuwa nzuri sana, ni mechi ambayo tulitoka nyuma kwa goli moja, tukasawazisha na tukawafunga. Unafikiri kwa nini hii dabi ya Simba na Yanga ni moja kati ya dabi noma kabisa kwa Watanzania? Kwa sababu hizo timu mbili, kwanza ni timu mbili kubwa, ni timu zenye mashabiki wengi, ni timu ambazo watu wamewekeza sana hela yao, na ni timu ambazo zinapendwa vibaya mno. Yani kwanza ukishafikiria hayo tu tayari inatosheleza kuona kwamba hii ni dabi kubwa ambayo inabidi iwe hapa ndani, kwa sababu kwanza kwa sababu ili iwe dabi lazima huko na mashabiki wengi, kwa mashabiki wengi, lakini lazima wawe watu ambao wanatoka sehemu za karibu. Kwa ina maana ni timu ambazo zenye historia. Kila timu ina historia yake, na kila timu wanajua mpaka kutokea Yanga kwa Simba, yani vitu vingi watu kila. Kwa ina maana ni mechi ambayo ni kubwa kiukweli. Ni mechi ambayo watu wanakufa ujue kwenye hiyo mechi. Hiyo mechi watu wanakufa, watu wanalazwa, watu wanazima. Hivi kwa mfano game mmeshinda kwenye dabi, kuna zawadi nyingine ambazo zinatoka kwa mashabiki labda? Hizo nakwambia, hizo mechi za hela. Hizo mechi za hela, yani ukitoka kwenye timu unajua kuna sisi ambao unajua hizi timu pia ukishakuepo kwa muda mrefu unakuwa na machimbo yako, ambao unajua nikishamaliza mechi mimi nachukua hela pale, nachukua pale. Lakini kuna wengine sio kwamba wewe uende, yani utasikia tu tititi, yani unasikia miamala tu. Kwa hiyo mechi bwana ukishinda, kwa wengine ambao tupo kwa muda mrefu kidogo na nini, tuna sehemu zetu ambazo tunaokota sana kusema kweli. Dickson, na hofu yako kubwa iko wapi? Bwana, mimi hofu yangu kubwa kiukweli ipo kwenye kurudi kuishi tena maisha magumu. Hapo maanisha maisha magumu sio kwamba labda nilikuwa kwenye maisha magumu kiasi hicho. Kuna yale maisha ambayo tulikuwa tunaishi mimi pamoja na wazazi wangu tofauti kwa kiasi fulani na sasa hivi, kwamba leo hii kuna uwezo ambao mamangu anaweza kataji kitu mimi nikamfanyia. Ushanielewa? Lakini pia huwa nawaziaga sana watoto wangu sana, kwamba kuna leo na kesho, kwamba mimi sipo tu, wao wataishi vipi? Au sipendi wao waje kuishi maisha kama yale ambayo mimi at least kidogo nilishapitia huko chini. Unajua kuna maisha fulani ambayo niliyapitia ambayo sio mazuri kwa maisha ya hivi sasa hivi yanavyoendelea. Kwa najitahidi sana kupambana kujitahidi kujenga, sio kwa asilimia kubwa, lakini hivyo kidogo kidogo, at least watoto wangu baadaye wajivunie nao kwamba baba yetu kuna kitu fulani ambacho alikifanya. Ni sawa sawa kama leo hii kuna watu sio unakuta labda ukipita sio baba Masaki sio wapi hivi, kwa nini babangu mimi kununua kiwanja hapa? Sasa unajua kwa hiyo mimi hata kesho na kesho kutwa mtoto wangu baba kuna moja alitufanyia 2 3, unajua akasoma shule nzuri. Umeona kuna visehemu 2 3 ambavyo amepani mwanzo anaupata. Sio kwamba anakuja anaanza zero kama mimi nilivyoanza zero tena. Kwa sababu sasa unakuta mimi nilianza kwamba lazima nianze na wazazi wangu watakwasaidia wao, ndio nianze kuinuka mimi. Kwa ina maana wao wanavyokuja sasa, ina maana wataendelea pale ambapo nilipoishia mimi. Ni moment gani ambayo unaikumbuka kwenye career yako ya football umewahi kupitia alafu ni ngumu sana? Hiyo nakumbuka wakati tunataka kufuzu kwenda hiyo AFCON under 17.
Mechi ya hapa nakumbuka na Congo Brazzaville. Mimi nilikuwa na kadi 2 za njano, kadi 2 nadhani. Kwa nilikuwa sulusi kucheza ule mchezo. Kwa hiyo wakati tumejiandaa tumeenda kucheza mechi Congo. Kwanza yani kwenye utoto bwana. Usiku wake tulikuwa na mchezo mmoja tunakimbizana mule kwenye floor, yani tunapigana. Yani unajua mtu ukionekana unazurura kwenye floor tunakimbizana tunapigana. Wakati huku rais kashasema kwamba kwanza hapa nakumbuka mechi tulishinda 3-2. Okay. Kwa rais kashatangaza kipindi kile mzee Malinzi anasema bwana kwamba kuna wachezaji wetu Tanzania wakuepo kwao wamerudi na nini. Alafu mimi ule usiku wa kuamkia kesho siku ya mchezo mimi nikaumia. Bwana. Nikaumia mguu, lakini uweze amini ule mguu niliufunga anasema huyu kafunga muogo, huyu imekuwa yani nimeufunga vibaya mno. Lakini hiyo sio kwamba ilikuwa mbaya sana, lakini ni mwanzo wa historia mbaya ambayo ilienda kutokea mbele. Wakati tumeenda kwenye mchezo, sisi ikiwa tunahitaji ile mechi ishe sare tu, kwa sababu wale wakipata goli hata moja na wana 3-3 wao watakuwa na goli nyingi za ugenini. Nakumbuka dakika ya 90 dakika 90 zikawa zimeongezwa dakika 3. Refa tayari kashaonyesha dakika 3 zimeongezwa. Wale CAF washaposti Tanzania wamequalify kwenda nili AFCON under 17 Gabon. Sisi dakika 93 tunaruhusu goli. Bwana. Yaani kwa Tanzania huku watu walishaanza hapa kushangilia kwamba tayari CAF kashaposti kwa sababu mechi ilikuwa kipindi kile mechi haionyeshwi, yani tumeenda kucheza mechi Kongo. Uwanjani ni vurugu, yani kwanza wale wamejia kama si taifa pale, tuijaze uwanja mzima. Alafu chini huku wanajeshi nini, yani kwamba kwenye ile hali ya kwamba watakaotutisha tu kwamba sisi tusio kwenye hali ya mchezo. Lakini ule mchezo tulikaa basi kwanza, yani mechi inaanza mpaka dakika 90 sijui. Sisi tunakaba sisi tu, yani wale mashabiki pale Kongo wanaimba kuanzia dakika ya mwanzo mpaka hiyo dakika 90, na nakwambia dakika 93 wale jamaa wanapata goli. Si unaelewa hiyo moment inavyokuwa, yani kwamba tayari sisi tunaona tayari Simba tushaenda bado hizo dakika tunajua. Dakika 93 wale wanapata goli. Tulia na umri wenu. Yani wadogo, yani mpira unapewa katikati unaanza tu mpira umeisha hapo. Kwa hiyo tulistruggle kwenye kipindi kile, yani mbona yani tumefeli, afu sisi tayari malengo yetu twende AFCON, tunaona huko ndo tunaenda kutoboa sisi, ndo tutaenda huko tunapotaka kwenda. Tunakwenda pale sisi, mechi ndo imetokea hivyo, watu wanalia. Tanzania huko mpaka mawapi watu washani kwamba sisi tumequalify. Wanaambia mbona bwana mechi haijaisha au CAF wamekosea. Tanzania mmoja ametoka, lakini sasa kilichotupitisha wale jamaa walikuwa wamechezesha wachezaji ambao walikuwa wameshavuka umri. Okay. Kwa hiyo TFF kipindi kile wakaanza kumfuatilia mchezaji mmoja kwa anaitwa Langa. Huyo alikuwa balaa. Kwanza ukimwangalia tunaona bisa huyu mbona tofauti na sisi, yani performance yake jinsi anavyocheza na huyu akili yake tofauti na akili za mtoto mdogo, mtoto mwenye miaka 16, kwa sababu wakati ule miaka 16 ina maana. Huyu ni akili yake ishapevuka. Kwa watu kumfuatilia. Huyu ana miaka 16 kwamba alikuwa klabu wapi kuna wanawake, unajua anakula shisha, unajua. Watu wakaona huyu sio mtoto. Yani hiyo ilikuwa kwenye Facebook yake kipindi kile, Facebook ndo kaposti huko hivyo. Kwanza mashabiki wenyewe wa kule Kongo uiweze amini wanamzomea, ni kwamba sio unamjua wewe mkubwa unaonea, wanamzomea. Kwa hiyo ndio TFF kufuatilia. Peleka kesi sijui CAF sijui na nini. CAF anatoa bana huyu mchezaji hajapimwa, kwa sababu kwa tunaenda kupima kwenye MRI kuna staili fulani wanapima mkono, si kuna wanakuambia si kuna mshipa gani hapa ukiwa umevuka kwenye umri fulani inaonyesha. Kongo akwambia huyu mtu alikufa kwenye vita. Wakawa bwana huyu mtu hayupo tena, amekufa kwenye vita. Kaitwa Langa. CAF akaona nyenye natutania. Wakatolewa Tanzania tukaenda. Kwa hiyo ilikuwa moment ngumu kwa ile mechi ya mwisho. Kufungwa dakika zile ilikuwa kitu kidogo, afu kwenye umri wetu kuvumilia na tulipotoka ilikuwa ngumu kidogo. Pale ambapo sasa umechaguliwa kuingia kwenye timu ya taifa, hebu niambie jinsi ambavyo unajisikia ukiwa umevaa ile jezi ya Taifa Stars. Kwanza najisikia furaha sana, lakini najisikia proud kwa sababu timu ya taifa bwana ni timu ya kila Mtanzania. Sasa ukianza kupiga hesabu tupo wa Tanzania wangapi, alafu kwa nini wewe, kwa ni kitu cha kipekee sana. Kwa hiyo huwa najisikia furaha na hamasa kubwa na kuwa naona sasa kumbe natakiwa kulitumikia taifa langu kwenye aina nyingi, sababu kuna wanajeshi, lakini kuna kila mtu kwa nafasi yake anataka kuipambania nchi. Kwa hiyo naona kabisa ni wakati wangu kwenda kuipambania nchi na kuifikisha nchi pale ambapo watu wanahitaji, kwa sababu nimepewa dhamana. Kuna watu wengi nyuma, kuna watu wengi wameachwa, kuna wachezaji wengi. Kwa nini mimi? Ina maana inabidi nikatoa 100% kwenda kuipambania nchi. Kwa hiyo ni kitu kizuri na ni kitu kikubwa, sio kwangu tu, hata kwa familia, watoto nyuma. Ni unatamani kipi sana kwenye ukione kikifanikiwa na timu ya taifa?
Vingine nadhani vyote naweza nikasema nishavipata kasoro labda kuchukua tu bingwa wa AFCON, lakini nishacheza. Lakini mimi nacho kikubwa kingine nachotamani kushiriki World Cup na timu taifa. Unaangalia mashindano ya World Cup sasa hivi. Muhimu. Timu gani unaisupport? Sasa mimi na timu nyingi, maana nikichagua timu moja bwana nashangaa natoka mapema. Mimi na timu nyingi kwenye mashindano. Mimi timu yangu Faransa, Brazil, Ureno, Senegal. Hizo zote zangu sasa utashangaa. Kwa sababu unajua World Cup ukisema bwana sijui labda mimi sijui timu moja utatoka mapema. Kwa position yako ya defender ni mchezaji gani ambaye yuko kwenye World Cup ambaye wewe unamwangalia na anakuvutia kinoma? Okay, mimi wapo wachezaji wengi ambao nawapenda na kuwafuatilia, lakini sijuage kwa nini nampenda sana yule kapteni wa Kongo yule Chancel Memba. Yani ni beki mzuri, ni beki mtulivu na anafanya vizuri. Japokuwa sio yeye, wako wengi tu. Kuna Van Dijk au kina nani wengi wapo. Na kwa jinsi ambavyo unawaangalia, unaona siku moja na wewe utaicheza hiyo position? I mean kwamba nitacheza kwenye level hiyo, kwenye level hiyo. Na ndio maana hapa mwanzo nilianza kwa kusema kwamba natamani siku moja kwa chief na timu yangu ya taifa kushiriki mashindano hayo makubwa. Kwa hiyo kila kitu kinawezekana na kila kitu kwenye malengo mkiaweka naweza kutimiza, kwa sababu kwa mfano mimi hata juzi nimeangalia mashindano ya vijana, ndio hapo nilipokuja kufahamu kwamba kuna mikakati ikiwekwa inaweza kufikiwa, kwa sababu watu wengi mwanzo walikuwa wakipigia kelele kwamba tunabidi tutafute hizi academy shule za vijana kwa ajili ya michezo na nini, kwa sababu wakiamini tutafika mbali. Na mfano mzuri ni hii timu ya taifa ya juzi ya vijana ambao wameenda kushiriki AFCON. Ukiangalia wachezaji wengi ambao wako pale ni wametoka kwenye kituo cha TFF ambacho kiko Tanga, na kingine kiko Kigamboni sio. Kwa hiyo kile ambacho wadau wengi wa mpira walikuwa wanakipigia kelele kilifanyika na kwa kiasi kikubwa, na maana malipo yake ndo haya ambayo leo hii yameweza kuifikia, yani kufika hapa tumefika. Kwa hiyo hata kama haitakuwa kwangu mimi, hata kwa wengine wanaokuja nyuma yangu, ina maana kama nchi itaweka mikakati mizuri, ina maana hata siku moja sio nataka kushiriki World Cup. Tumezungumzia sana football, tuzungumzie maisha yako binafsi sasa. Tuache ile ya utoto ambayo tumezungumza. Nimewahi kuona mara moja Elements. Ilikuwa ni uzinduzi wa EP ya Young Lunya kama sijakosea. Maisha yako yakoje sasa ukiwa nje ya uwanja? Kutoka kama hivyo haikuharibii kama mchezaji, ama pia mnaruhusiwa kwenda kupumzika kidogo? Kuruhusiwa, tunaruhusiwa vizuri tu, lakini itategemea na situation. Unajua sitali ni professional kwamba unajua wakati gani ambao mimi natakiwa kutoka, wakati gani natakiwa nipumzike. Na hata siku ambayo ile nakumbuka nimetoka, kwanza ilikuwa ni ligi imeisha, kwa tuko tu nyumbani na nini. Nakumbuka Petit siku ile ndo alinicheka, sababu mimi ndo anko wangu sana, kwa sababu mwanae ananikubali sana yule mtoto wake yule. Kwa kama nicheki tu, anko vipi, safi bwana, uko wapi? Nikamwambia niko home tu bwana. Akaniambia bwana, leo kuna jambo letu hivi 1 2 3, unaweza ukaja? Nikamwambia basi haina noma anko. Akakwenda akanitumia na nili yangu. Kweli mimi jioni nikachukua washikaji zangu, nikamchukua Msheli, nikamchukua na kuna kakangu mmoja, ndo tukatokea kama pale kwenda kuwapa washikaji support na nini. Baada hapo nyumbani, sio kwamba ni kitu au ni vitu ambavyo mimi huwa mara kwa mara naenda, hapana. Mimi nategemea kwamba labda ni mtu gani, lakini kwa sababu ile pia inakuongezea kuendelea kufahamiana na watu, kujuana na watu, na kuweza kujifunza vitu vipya. Na unajua fursa nazo ndo zinapatikana kwenye maeneo kama hayo, unapokutana na watu tofauti tofauti, ina maana unaweza kupata fursa nyingine. Ikatokea mtu bwana 1 2 3 kwa ukivicombine vile, ina maana unaweza kupata kitu kimoja ambacho kinaweza kukufikisha sehemu. Au unaweza kukutana na mtu ambaye siku kapata shida ndo akakusaidia. Unajua sisi maisha yetu tunategemeana. Kwa mtu anapotaka support unamsupport, lakini mwisho wa siku sio kwamba tunategemea kwamba kwa sababu nimemsupport na hata ni support, lakini napomsupport mtu ina maana anafungua njia nyingine. You're right. Kwa hiyo maisha yako ya kawaida yakoje? Let's say hauna injuries, kwa hiyo uko kwenye team first 11, ratiba yako ya siku inakuwaje? Mimi ratiba yangu mara nyingi bwana, tukiwa labda hatupo kambini, labda utakuta labda mazoezi iwe asubuhi au jioni. Na maana kama tuseme jioni, mimi nitaamka, ni mimi napenda sana kulala. Yani mimi nalala muda mrefu kwa sababu nachelewa kulala pia nikiwa nyumbani mara nyingi.
Kwa hiyo utakuta labda mazoezi jioni nitamka zangu tu, nitafanya vitu vyangu vidogo, labda nitasaji wa msosi nini nitapiga, baada saa ngapi, saa 9 mdogo mdogo nitajivuta. Sana sema lazima nipitie Sinza kwa mwanangu. Kuna mwanangu mmoja yuko Sinza pale saluni, ndo nitapitia pale, nitakaa zangu dakika kadhaa, nitaenda zangu mazoezi, nitoka zangu mazoezi nyumbani. Nyumbani tutatulia, mambo mengine yanaendelea. Mtu wa nyumbani sana. Familia mbele. Sana. Dickson Job ameoa, maana umevaa pete ya ndoa hapo. Mimi napenda kuvaa tu, sio ndugu yangu. Nasema na mchumba tu. Okay. Lifestyle ya mchezaji inabidi. Unajua saa nyingine labda kuna vitu watu wanakosea vinawafanya tunashindwa kupata the best kutoka kwao. Labda kwenye namna ya kula kama mchezaji, kupumzika, vitu vya kunywa, nini. Hebu tueleweshe hapa kidogo. Sasa maisha yetu sisi wachezaji kiuhalisia. Mchezaji yani program zote ni ngumu sana. Hata kwenye masuala ya vyakula na vitu vingine, yani kwa kwenye situation fani ngumu sana. Yani vyakula, kwa mfano, vyakula si ambavyo tunatakiwa kula, sijui havitakiwi kuwa na sukari, havitakiwi sijui yani kitu ambacho majani manini ndo vyakula vyetu vile ambavyo yani havina ladha. Kwa hiyo kwa mfano mimi labda, kwa sababu mimi ndo mtu ambaye naishi navyo kila siku, siwezi kusema anavifanya kwa 100%, lakini najitahidi kuvifanya hata kwa 45, 40, at least kuna ile balance ambayo naiweka. Sababu siwezi kufanya kwa 100%, kwa sababu kwenye 100% tena huko sopo hata gharama zake jinsi ya kuviendesha hivyo navyo inakuwa kidogo mtihani, lakini najitahidi kuvifanya kwa sababu na malengo yangu binafsi ambayo mimi mwenyewe nahitaji kuyatimiza. Kwa hiyo ndio maana ukiangalia ratiba yangu, yani sio mtu wa kuzurura na nini. Tatoka nyumbani nitaenda huko bwana msosi saa fulani, nitapiga zangu msosi, nitajikadiria kwamba leo labda mpiga samaki, sawa vitu fulani, nitaenda zangu siku moja ndio leo unagusa zako soda na nini. Kwa ni maisha fulani ambayo yako simple. Na pia hata kwenye labda tukienda hata kwenye vilevi, kwa mfano kama mimi sio mtu labda tuseme mimi situmii kilevi chochote, umeona. Kwa hiyo kuna vitu vyangu ambavyo mwenyewe nakuwa napendelea, tavifanya kwa balance kidogo na nini, ili mambo yangu mengine yaweze kwenda. Hapo tumechukua malengo binafsi, very important yani. Yani mtu ukishajua malengo yako ni yapi, na maana unaweza kujisort mwenyewe, unaweza kujisort. Kwa sababu unajua mtu ukishakuwa unaishi bila kujua malengo yako, ina maana unakuwa unaenda tu bila mpangilio lakini ukishajua malengo, ina maana okay, ili nitimize ya malengo na mimi 1 2 3 niweza kufika pale. Ratiba yako ulivyotupa hivi inaonekana ni mtu fulani hivi, una ratiba yako ambayo iko very smart. Sasa hela zako zinaisha kwenye nini? Una spend sana hela yako kwenye kitu gani? Mimi wala nisio muongo, mimi kitu ambacho napenda sana ni nguo. Nguo mimi kusema kweli napenda. Kuna hata mara nyingi sio kwamba hela yangu ndio inaishia huko. Yani huko kwenyewe na mipango yangu, mikakati yangu ambayo sio kwamba kupitiliza, kwa sababu sina style nyingine, sina vitu vingine vya kufanya na nini. Kwa nguo kiasi, lakini na mipango yangu mingine nje ambayo naifanya, kwa nayo ambayo inahitaji fedha, kwa ndo naitumia sana kwenye vitu kama hivyo. Ni tabia ipi ambayo unahisi ilibadilisha maisha yako? Tabia? Mimi nadhani ni ujasiri. Ujasiri, I mean kwamba yani confidence yangu ambayo ninayo na ujasiri wangu vimebadilisha maisha. Kama nilivyokuambia pia, nilianza kwa kuogopa, lakini mwenyewe nikaongea na nafsi yangu kwamba sasa ilipofikia inabidi tu mwenyewe nitulize kichwa kwa sababu maisha yangu ndo yanaanzia leo. Ukiamka asubuhi kitu gani cha kwanza unafanya? Mimi nikiamka lazima nisali bwana. Hiyo najua inawezekana nikasema ni kila mtu yuko hivyo. Unajua ndio maana kila mtu utasikia labda anamshukuru Mungu. Hakuna mtu asiyemshukuru Mungu. Kila mtu anamshukuru Mungu kwa wakati wake. Unajua Kwa hiyo sio kwamba labda naposema kusali kwamba ndo kama najua kila mtu akiamka basi lakini mimi nikiamka lazima kwanza kama ile nikiingia zangu kwanza ushurumu hapo kidogo. Baada hapo ndio mipango yangu mingine inaendelea. Ni kitu gani ambacho huwezi kukiacha kwenye siku? Yaani kwenye ratiba yako ya siku. Achana na mambo ya muhimu kama kuoga, kusali, kula. Ni kitu gani kingine ambacho unafikiri wewe unakifanya, watu wengine inaweza ikawa ni maajabu, lakini kwako wewe hakipiti kwa siku bila kukifanya? Sasa hapo yani kwamba siku isipite bila kukifanya hicho kitu. Yani sio cha muhimu sana, lakini kwako wewe kwako ni muhimu. Kupita Instagram.
Yeah. Siko sawa hiyo? Yes. Kuna mtu kweli apite Instagram? Wapo. Acha. Wapo. Kuna kama mchezaji mmoja wa Man City nadhani. Hata Instagram wana. Maisha yake simu na vitu vingi. Yaani Instagram wana. Kwenye zile DM zako umeshawahi kutumiwa labda na mtu ambaye let's say mchezaji mkubwa wa timu nyingine za kimataifa, labda tuachane na za Tanzania. Anakucheki na anavutiwa na namna unavyocheza. Wengi. Sasa wali sidhani kama mimi naweza nikawa mkubwa kuliko wao. Wao wengi hivyo, wengi shanitumia sana. Wengine unakuta wanaomba jezi na nini. Kwa sababu unakuta wengi wao kuna wachezaji wa mataifa yale ambao sisi tupo tunacheza. Kwa tunacheza nao, utasikia bwana mimi mtu fulani natokea sehemu fulani bwana. Napenda unavyocheza na nini. Kwa mtakuwa mnacheza siku moja, sikia bwana naomba jezi yako bwana, mpe mtu fulani. Kwa unampa mtu anampelekea hao. Umekuwa nje ya uwanja kwa muda kidogo sasa hivi. Miezi mingapi imefika? Toka mwezi wa 3 mpaka sasa miezi 3 na maana. Miezi 3. Unapokuwa kwenye situation kama hiyo ya kuwa na injury, yani huwa unakuaje yani? Na ni nani ambaye anakufanya ukae sawa? Kwanza mimi kwenye kipindi hichi naweza nikasema nimejifunza vitu vingi sana. Kwa sababu mwanzo wakati nimeumia mimi sikujua kama labda naweza nikachukua muda wote na nini. Nikaenda nikapimwa na nini, bwana jela lako 1 2 3 na inabidi ufanyiwe kitu hichi ambacho kitakupelekea kukaa kwa muda fulani. Mimi ile hali nilikuwa sitaki kukubaliana nayo kusema kweli. Kaona mbona kuna vitu vyangu vingi naona kama vinafeli na malengo yangu ambayo nimejiwekea kwenye mwaka huu mbona kama yanaenda tofauti. Lakini ninachoshukuru nimepata watu ambao wamekuwa na mimi karibu sana, ambao wanaamna ili jambo litapita na nini. Kwa kwenye kujifunza nimejifunza vitu vingi. Haswa nimeona kwamba bado nacheza, nimeumia tu kwa muda fulani. Lakini kuna watu ambao tayari naona kwamba hawana tena ule ukaribu, unajua kwamba hawapo tena. Okay, naona hapa sasa hivi bado nacheza na hali imekuwa hivi. Na maana nikimaliza mpira na maana hao wote kweli sitokuwa nao wao. Lakini wako watu ambao kipindi chote yani watu ambao wadogo sana, yani wakubwa lakini wadogo, yani hawapo kwenye hawana na nilioyote vile yote, wapo tu kama mashabiki na nini. Unakuta mtu tu bwana yupo kwenye maisha fulani lakini anakutumia hela. Unajua bwana, kwa sababu muda mwingine unatufurahisha na kwenye wakati ule lazima tukusupport. Unajua mtu anakutumia hela yake, unajua bwana hiyo fresh hiyo matunda, unajua sasa kuna muda unaona huyu hali yake ngumu, natamani kukatani akuelewi, unajua yani anakutumia hivyo hivyo, unajua hamna wewe chukua tu fresh na maana kumbe hao ndo watu ambao tunabidi tuishi nao vizuri. Lakini kuna wale ambao kila siku ulikuwa simu moja, bwana vipi hivi, unajua fresh bwana mechi hiyo yani lakini sasa hivi wapo kimya. Mimi kuna mtu mmoja bwana nishaomba kwa mchana Metulia zangu eti mtu naumwa eti mtu ananipigia mimi kizinga rafiki yangu. Na hajawahi kuniambia hata pole hata siku moja. Siku maana naelewa. Hao walikuwa wajui labda. Wewe kwa makweli unanifuatilia na unanipenda kweli, uone kwamba huyu mtu toka kipindi fulani simuoni, mbona basi hata nimuulize kwamba bwana mbona sikuoni sasa hivi 1 2 3 unajua. Afu from nowhere anatokea huko bwana vipi sasa mzee fresh. Unaendeleaje? Poa bwana. Bwana nisaidie kiasi fulani. Samia hapo nishafika hapo na kwa sina noma. Kwanza nikishakuwa naye sio mtu wangu mimi nakwambia. True. Kaambia kusemaje babu? Kwa ndo hivyo na mimi anakambu kausha unajua. Sio mmoja wengi. Yaani mimi nikishaona kabisa sio mtu wangu mimi siofie kukwambia kwa sababu hauna faida tena na mimi. Lakini watu wa hivyo wako wengi. Sio watu wa nje tu. Hivyo vitu mpaka kwenye familia vipo. Kweli. Muone mpaka kwenye familia vipo na unajifunza unaona okay. Kwa hiyo mpaka kuna siku nikaa namwambia mama, kaambia kikitu hichi inawezekana Mungu tu amenipitisha kwenye wakati huu kwa sababu ya kunifundisha kwamba kuna watu inabidi uishi nao hivi, kuna watu inabidi uishi nao hivi. Mama yeye mwenyewe anasemaga na mimi sasa hivi ndo nimejifunza kupitia hili jambo lako. Kuna watu wangu mimi wa karibu wapo kabisa, marafiki zangu ambao hawezi hata kuuliza bwana mtoto vipi awaulize. Najua lakini hao ndo walikuwa mwanzo sajua kelele nyingi. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana, nimejifunza na mpaka kwa mimi nakaga tunashukuru Mungu okay. Nashukuru hiki kitu nimejifunza kwenye wakati ambao bado nipo kwenye system kwamba okay. Ina maana hao watu wangu inabidi niwapunguze, niendelee na maisha yangu. Na kitu kikubwa ambacho mimi nachoshukuru, siku moja nilimwambia Msheli, kaambia ndugu yangu, nimejifunza kitu kikubwa sana. Kuna watu wanatesekaga sana wakishakuwa nje,
au ameumia alafu yuko nje alafu hali ya uchumi kwake sio nzuri, anakuwa kwenye maisha magumu sana. Sasa hivi ndo naelewa mtu jinsi anavyoweza ku struggle. Nikamwambia sijafikia kwenye level hiyo ya kusema kwamba sijui labda kwamba sijui ndo niko vipi, lakini kuna kilevel fulani ambacho nilishakuwa nacho ambacho kidogo nimejishikilizia kinanisaidia. Lakini ina maana ukiona mtu kweli yuko nyumbani ameumia na kuomba hela, ujue mtu kweli amekwama. Yani hali yake ni mbaya, kwa sababu kipindi hichi kuna vitu vingi alafu hela zinatumika sana. Kwa hiyo ukishakuwa una watu na ujiwezi, maisha yako yanakuwa magumu sana. Na ndio maana nafikia stage kuna watu wanachanganyikiwa kwenye wakati ule. Yani akili yake tena hata uponaji wake unakuwa mgumu, kwa sababu tayari akili yake haijatulia. Unajua ili upone kwa haraka pia inabidi umrelax, akili yako imetulia, ameshani unasahau maisha yako mengine, unaishi maisha yako. Kwa mimi sasa hivi kama sasa hivi naishi maisha yangu, nisifikiri mtu, sifanye chochote, nachotaka kufanya nitakifanya kwa sababu na uwezo wa kukifanya. Nitapotaka kwenda nitaenda kwa sababu naweza kwenda. Ili mradi maisha yangu mengine afanyaje? Endelee na mitikasi yangu mengine, nitapopona tarudi uwanjani. Kwa kipindi kama hichi mimi kwa kifupi naona ni kipindi ambacho Mungu tu ameamua kunifundisha. Na pia ameamua nipumzike, kwa sababu sijapumzika miaka sio karibia. Sasa mimi kupata wiki 2 sijawahi kupata katika miaka 7 au 8 ya kupumzika tu. Wiki 2 ya kusema napumzika sijakupata. Yani mimi ni mfululizo kucheza timu taifa, klabu timu taifa hivyo. Kwa hiyo naambia pia inawezekana kipindi ambacho bwana sasa hivi inabidi kwanza upumzike, sababu utastaafu mapema. Sasa utazeeka. Kweli. Kwa hiyo mimi nachukulia kwamba muda wa kupumzika tu Mungu amenipitisha, lakini kuna vitu ambavyo alihitaji mimi faje nijifunze. Sema wanasema pata matatizo, wajue watu wako ni kina nani. Mimi nishawajua. Nishawajua. Kitu kizuri sana unajua. Kwenye social media zile watu wakiweka maoni yao ambayo ni negative, kwa labda wanakukriticize, yanakusumbua? Hajawahi kunisumbua. Kwa sababu kama kunisumbua mimi ningewanshagombana na watu wengi sana. Kwa sababu kwenye wakati ambao sijasimama bado zilishatokea issue nyingi sana nyuma. Kwenye wakati ambao bado sijawa yani jobu huyu kwamba wananchi, mashabiki kwamba wanaamini kwamba huyu anaweza kutufikisha pale ambapo sisi tunahitaji. Kwenye wakati mimi ndo naanza, zikatokea tu mbanga hapa na pale, kwamba ina maana kama akili yangu ingekuwa ndogo leo hii nisingefika hapa, inawezekana. Kwa ina maana akili yangu, ukomavu wangu ndio uliweza kipindi kile na ukaninua mpaka leo kufikia hapa. Kuna zile social media pia kuna muda zinawapa pressure kutoka kwa mashabiki. Ina maana ukiwa unazifuatilia sana zinakupa pressure. Au ukiwa mtu ambaye huwezi kuziendo zile, ukishakuwa mtu wa mitandao, ina maana si utaona, alafu utashindwa sasa kuziendo zile zile pressure. Ina maana zikishakuingia zile uweze tena kucheza mpira. Kwa kuna watu zinaondoka nao. Sio watu, hata si wenyewe kuna muda inafikia stage kwamba sasa zinakuwa zimezidi sana, unaona kwa sababu kwenye hizo sisi kuna kipindi fulani kucheza mechi dao unaona mtihani, kwa sababu kipindi hicho nakumbuka sisi tunasale mechi 3 mfululizo taifa pale. Kila mechi mara si 2-2, si mara 3-3. Kwa hiyo yani sasa ile hali ikafika tutoke mikoani, sasa tukacheze mikoani. Sababu pressure ishakuwa kubwa. Ni message gani ya ajabu sana umeshawahi kupokea kwenye DM yako? Sijawahi. Hujawahi? Una bahati. Labda inawezekana kwa sababu labda sifuatiliagi zile message nyingine za sema, labda sijui kama mwenyewe atapenda mimi nikiongelea hichi kitu. Simtaji jina lake. Lakini sio kitu kibaya pia. Lakini wote kwa sababu tulijifunza, na mimi hata yeye mwenyewe alijifunza kwenye nanili yake, kwa sababu kuna mshikaji tu bwana kanitumiaga tu message bwana, wewe 1 2 3 kitu nini sio yani hivyo yani. Nikamwambia amekutuma huyo mtu au wewe mwenyewe umeamua kuviongea hivyo vitu? Unajua hakunijibu ile message. Alafu siku moja nikamuona live, yani alikuja kwa ajili ya mwanae, unajua hiyo miaka karibia 3 nyuma huko. Mimi nikamfuata, vipi kaka, safi mzima? Yani naamini mwenyewe alikuwa surprise kwa kile, yani kwanza alishangaa kwamba huyu mtu kumbe yuko hivi. Unajua nikamfuata, bwana vipi brother, bwana mbona uliniambia vile ndugu yangu? Unajua hamna nini, uwezi amini, yani kati ya watu ambao wamekuwa mshikaji wangu kupita kiasi ni yeye. Yani kama hivi naumwa, yani haipiti siku message nini, vipi ndugu yangu mechi kisha, yani hivyo akawa mwanangu, kwa sababu kwa vile ambavyo mimi nilienda kwake, kwa sababu mimi niliamini kwamba huyu
alichukulia vile kwa sababu tayari ni sasa kama wewe una mwanao alafu na mwanangu 1 2 3 alafu mbona huyu kama ndo mchawi mwenyewe unajua kwa unaweza kujenga na nili alafu ukamuingia mtu afu akuta yule mtu kumbe yuko tofauti very true. Kwa mwisho wa siku mshikaji tu mwenyewe wewe mshikaji sana. Kuna story moja hivi kuna mtu sitamtaja pia ila ni kati ya watu ambao wananizunguka yani maana yake inawezekana nafanya naye kazi hawezi kuwa hapa Mountain Lion lakini nafanya naye kazi siku moja katika nini akanambia ni follow umeona nikamwambia poa haina noma ngoja nikufollow umeona nikaenda kwenye page yake nikaona nimemblock sasa nikajiuliza kwa nini mtu nilimblock yani unajua zile ikabidi sasa nifungue simu niangalie DM zake bana jamaa aliwahi kunitukana kinoma yani nikasoma zile DM zake afu unajua nilichokifanya hata yeye mwenyewe ajui yani hata sasa hivi ninapoongea ajui kama ni yeye nikamwanblock alafu pale pale kwenye DM nikamwandikia nimekufollow umeona hasa kama ana akili atakuwa ameziona zile message ambazo alikuwa amezituma before yani ninachojaribu kusema ni kwamba dunia ni ndogo sana yani. Alafu kuna watu wengine wanatumia style ya kukutukana wa kufikia sio kwamba ana chuki na wewe anataka tu akufikie awe karibu yako lakini anatumia style ya kukutukana okay noma sana hiyo sana kama mwanangu sana mimi chali so kati ya wazazi wako sasa hivi nani ni shabiki yako mkubwa? Mama. Mama umwambie kitu. Na yeye ndo mtu ambaye sijui nikwambie vipi. Yaani kwanza anakuwa na pressure vibaya mno. Kwa sababu baba tunajua msela sasa mzako yule don't care. Fresh tu bwana mechi imeenda poa basi ila mama yani kwamba kila stage yani yuko na mimi sana. Sasa na maswali fulani hapa ya kimieyusho kidogo. Messi au Ronaldo? Ronaldo. Kwa nini? Ronaldo. Kwa sababu yani nikiangalia attitude yake kama yangu tu. Ya mpambanaji, mtu mwenye discipline. Ni stadium gani ambayo ni bora kabisa? Tuanze za Bongo ambazo wewe unafurahi kucheza. Uwanja upi na international ni upi ambao ulikufurahisha sana? Whether ulikuwa na Yanga ama Taifa Stars? Kwa Bongo Mkapa tu. Kwa Bongo Mkapa lakini nje kuna uwanja fulani hivi kwa jina siwezi kukumbuka lakini uko Morocco uwanja uko vizuri sana mzuri sana. Tumechukua hiyo mzuri sana. Mzuri sana. Kwa nini tofauti gani na Benjamin Mkapa? Quality yani pitch ni kubwa kama kule kubwa lakini ukiangalia wale quality yao ya katikati ya kiwanja pale tofauti na ndio maana sasa hivi tunaona hata uwanja wetu pia wanabadilisha vitu vingi na imadi ufikie kwenye quality ile ambayo inakizi vigezo na masharti. Rafiki yako mkubwa kwenye kwa upande wa Yanga kwa wachezaji ni nani? Mimi pale marafiki sasa hapo si yani mimi wale nawachukulia kama kwa umoja wote ni Msheli na Kibwana. Chakula chako bora? Wali samaki. Wewe unapika? Mtaalamu sana. Okay. Unasikiliza muziki? Of course unasikiliza muziki. Kwa sababu pia nimeshakuona na wana muziki. Ni muziki gani unasikiliza? Bongo Flava. Nani msanii wako bora? Au nataka nikupe lawama? Hizo lawama sema wako wengi. Wako wengi. Sasa hivi unasikiliza nyimbo gani sana? Bwana. Kwa sababu hiyo mtu hawezi kukulaumu kwa sababu playlist inabadilika kutokana na muda. Tuseme mwezi. Yaani mimi labda nikurahisishie. Yaani mimi kwa kifupi yani mimi sijui kwa nini mimi napenda tu nyimbo za mapenzi. Yani nyimbo yote na kwa mapenzi nzuri hata msanii gani mimi naisikiliza. Kisha kwa nzuri tu. Ndio maana tukifuatilia mimi Instagram yangu picha zangu nyingi. Nyimbo za mapenzi tu sababu kitu ambacho napenda. Kwa hiyo nyimbo gani ya mwisho umeisikiliza leo kabla hujafika hapa? Au niangalia hapo. Unaruhusiwa kuangalia. Sababu jana sau. Zitaji zile 5 ambazo umezisikiliza leo. Hapa na ziko juu tu hapa. Tena ya mwisho hii hapa hii utanionea ya Alikiba na nani? Alikiba na nani?
Na Harmonize? Na Harmonize, ya. Okay. Bwana hapa kama Alikiba kana. Alikiba ni chumu, si ni chumu ile. Kiuchila. Na Harmonize ile nionyeshe. Msamiati na nanili na Dayo usione. Ndo hiyo Mario, Happiness, TID watasema sana. Kwa hizo ni sample za nyimbo zangu. Ziko tofauti. Yaani sikutarajia ningesikia watasema sana ya TID. Yaani nilijua unasikiliza tu nyimbo za sasa hivi. Nachanganya. Za zamani waga mara nyingi nikisikia sababu nimesahau labda unajua. Kwa nikisikia ndo naenda kutafuta. Okay. Chukua. Vile mnavyokuaga mnaingia uwanjani labda mkoaga mnasikiliza muziki, mmevaa headphones. Sijui mnasikiliza muziki au mnasikilizaga nini? Wewe unasikiliza nini? Mimi muziki tu. Nakuwa ni bongo flavor sana. Bongo flavor sana. Yaani hapo kidogo inanipa hali fulani vya morali. Na wana enjoy. Ni mchezaji gani ambaye unatamani ungecheza naye kwenye timu yako? Yanga. Naweza kawa Yanga, Taifa Stars. Okay. Kwa mzao. Sema wa kimataifa. Wa kimataifa. Sasa wa kimataifa sasa hivi hapa. Hapo bora niseme mzao tu. Okay. Wa kimataifa hapo kidogo itakuwa purukushani, sawa hiyo? Mimi napenda kucheza na Faisal. Okay. Kwanza ni shabiki wa timu gani ya nje? Chelsea. Aisem na wakati mgumu. Wamekuwa walevi nao. Sema mmepata kocha mzuri sasa hivi. Sema tukimpa muda ataitengeneza timu nzuri. Kwa hiyo ukiachana na ligi kuu ya Tanzania bara, una dream, ndoto yako ni kucheza timu gani kubwa? Ligi gani ulimwenguni? Sasa yani kuna vitu vingine nadhani ni kwa faida pia. Hata meneja yangu mimi waga naongea naye sana, unajua? Kiuhalisia umri ambao mimi sasa hivi nishafikia, sio kwamba labda nitasema naenda kucheza sijui Ulaya sio wapi. Kwenye nchi zile kubwa, unajua sio Ulaya kwamba uende tu, kuna nyingine ziko huko pembezoni ambazo hata Yanga na Simba wanalipa vizuri kuliko huko. Umeona? Kwa sababu wale wanaenda kwa age. Umeona? Kwa hiyo kwa maana hiyo sasa kwa uharaka kwa sasa hivi kwamba kama mtu anataka kusema kwa umri wangu mimi bwana bidi nipate sema nende nikapate labda nikapate riziki na nini kiongezeke, ni huko labda ndo enda sio hapa Dubai sio Saudia wapi kama hizo ndo nchi ambazo unaweza kaenda ukaenda ukapata hela, lakini sio kwamba labda unaenda kwenye sehemu ambayo unasema una future kwamba sio niende sehemu fulani. Lakini kwa mfano wale vijana wa juzi sasa ambao wamecheza juzi kwenye huo umri wao miaka 17 10 na ngapi, ina maana sasa yule sasa hivi ndo anaweza akasema sasa mimi hapa labda sasa hivi naweza nikaenda labda Ubelgiji labda nikatokea Ubelgiji nikaingia Ufaransa, sio Ufaransa nikatokea Uingereza, sio nikaenda wapi hivyo. Kwa sababu umri wake pia unaruhusu. Lakini ile hii kwenda huko wale kwa sababu wanapokuchukua na wao ili mradi waje wakuuze. Sio, unanielewa? Kwa hiyo watu wanakukadiria kwamba huyu nikishamchukua kutoka Tanzania ina maana nitamleta hapa atakaa labda mwaka kwanza pili wa tatu namuuza. Wakati huo hiyo miaka mitatu labda na miaka mingapi 29 hivi. Hapo Ubelgiji labda utaenda sio labda Ufaransa tena sio labda ukae sio miaka labda mitatu kutoka tayari umri wako unakuwa umeondoka. Let's say ungekuwa kwenye ile ndogo, yani ni timu gani, ligi gani ambayo ungetamani kuichezea? Uingereza. Uingereza ningetamani. Why? Kwa sababu ndo ligi ambayo inaweza kusema inafuatiliwa na watu wengi sana duniani. Ni ligi kubwa. Because dressing room ni mchezaji gani anachekeshaga sana, yani comedian wenu yani? Mwanzo alikuwa Nkane. Sasa hivi kuna Kibwana. Kibwana Miayusho. Kibwana Baka mwenye Miayusho. Nadhani ndio amebaki. Nani wanaongea sana? Mtu wa kuongea sana. Amtoe Alikamwe kwa sababu ile ni kazi yake. Kwa wachezaji. Mtu ambaye anaongea sana mwe ndani. Unajua sasa hapo kuna utofauti. Unajua ukichukua unacheza kwenye mechi, naenda kwenye mechi hivi.
watu pressure, unajua mtu kishakuwa na pressure uongei, unakuta mtu kakaa na phone zake tu anasikiza, yani yeye katulia tu kimya, yani yupo hivi tu mpaka mechi kishaisha. Mara nyingi wanapenda kuongea ni wale ambao hawaendi kuanza. Wale ambao hawaendi kuanza, wale ndo mara nyingi watu wa kuongea na nini. Na mara nyingi hata mimi kwenye kuongea nipo. Mimi naongea mimi bwana, popote vile naongea. Ni nani mkiwa kwenye mazoezi, yaani kwenye training, huwa anakupush ufanye zaidi? Ni kwamba ni yeye bwana, fanya. Msheli huyo kwa sababu ni mshaji wangu na naamini pia anapenda mafanikio yangu. Kwa hiyo kuna muda, unajua pia bwana, sisi kuna muda unaweza kwenda umeenda mazoezini una mood, yani upo tu ushachoka, unajua unafanya tu, lakini ndio mtu ambaye bwana inabidi ufanye ndugu yangu, sababu hicho unachokifanya maana unaenda kufanya hivyo kwenye mechi. Embu pambana ufanye vizuri mazoezi ya. Kuna Max mara nyingi ni mtu ambaye anapokuwa mazoezini anapenda kutoa ile masa kwamba imadi mazoezi yawe mazuri. Lakini sio kwamba ameenda mazoezini wengine wako hivyo na maana mwisho siku hata yule ambaye yuko serious naye anapoteza interest yake. Kwenye dressing room yenu pale, kuna mchezaji ambaye unamuona baadaye huyo anaweza kuwa kocha mzuri? Mimi mwenyewe naweza kuwa kocha mzuri. Una dream hiyo? Sasa hiyo mimi sitaki unajua kuna watu wengine wanafanya hiyo kwa sababu tu kipato. Ila kuna yule mtu ambaye anafanya kwa mapenzi. Kwa hiyo mimi nataka nije kuifanya kwa mapenzi kwa sababu napenda. Na hata uoga tunazunguanaga tunamsheli na Kibwana, anambia benchi langu kocha mkuu mimi, wewe kocha makipa. Kibwana uoga tunamzungua wewe kamati ya ufundi. Kibwana kamati ya ufundi, Kibabage kocha msaidizi. Lakini tukienda kwenye usilia sasa, mtu ambaye pale inamuona ana hiyo ya kuwa kocha, Shabalala namuona na hiyo kitu. Duke namuona kwenye hiyo. Shabalala, Duke, Max sasa sijui kama ni anapenda, lakini namuona na vision fani ambayo nzuri. So mbali na wewe kufanikiwa, unafanya jambo la kurudisha kwenye jamii na ile taasisi yako inaitwa Wape Tabasamu. Ina miaka mingapi sasa hivi na so far mmeshasaidia watu wangapi? Sasa hivi tunaenda msimu wa 5. Msimu wa 5. Na kila mwaka ina maana tunakuja na kauli mbiu tofauti ambayo inakuwa inalenga kusudio la jambo. Na maana kwa mfano kama mwaka huu tunataka kusaidia mashuleni. Nataka kunajua mashule yetu mengi pia huko hasa vijijini huko. Mambo ya vyoo, maji kidogo inakuwa ni mtihani kwao. Lakini nataka kusaidia pia mamalishe, masuala ya nishati safi. Shule na choo na kisima, mamalishe tunataka kuwapa majiko na vitu vingine vya kufanyia kazi zao na nini, vitu vingi, madawati, vitu vingi. So mwaka huu mnafanya lini? Tunafanya tarehe 11 mwezi wa 7. Tunafanya tarehe 11 mwezi wa 7 Morogoro. Lakini kabla ya hiyo tutakuwa tuna zile ambazo tutaanza kuzifanya mwanzo. Kwa mfano kama kuvipeleka hivyo vitu, maana kama mamalishe na nini, hizo tunazianza mwanzo. Kama wiki 2 nyuma tunaanza hizo mamalishe mashuleni na nini. Tunataka kwanza tufanye hiyo mamalishe, madawati, mabegi, madaftari, vitu vyote, lakini tubakishe issue ya choo na kisima, ambayo sasa ina maana hiyo tutaifanya baada ya kuhitimisha jambo letu, ambalo jambo letu huwa tunahitimisha kwa mchezo, kwa kufanya mchezo ambao tunakuwa na timu Kibwana na timu Jobu, ambao huwa tunafanyikaga pale Jamhuri Morogoro. Kiuhalisia na kiukweli umekuwa ni mchezo ambao unavutia sana, kwa sababu kiangalia mwaka jana tulifuatilia Azam mechi yetu, watu waliofuatilia nyumbani ni 4 kama sio na laki ngapi. Kwa ni watu, kwa kifupi ni watu wengi sana ambao maana walilipia na kuweza kuangalia. Kwa hiyo ina maana ni mchezo ambao unafuatiliwa sana. Kwa hiyo vile watu wanavyoangalia ndio wenyewe mnapata pesa ya kwenda kuirudisha kwenye. Sasa ina maana kwa vile Azam sisi hatu nini sana kule, sisi tunataka tu ile opportunity ya kuweza kuonyeshwa mechi yetu. Maana mechi yetu kishakuwa inaonyeshwa, ina maana tunaweza kupata hata wadhamini, kwa sababu sio nakuwa nao wanaonekana na nini. Sisi tunakuwa tunachokinanilisa ni wale watu ambao wanakuja uwanjani. Uwanjani pale, maana masuala ya viingilio, lakini wadhamini sisi tunakuwa tunawafuata labda kuwaomba na nini, wamekuwa wakituchangia. Lakini pia
ningependa pia kuwapongeza labda GSM, wamekuwa watu ambao kusupport toka hatua ya mwanzo kabisa mpaka leo hii tumekuwa wakubwa sasa. Ina maana na mpaka wao wameamua kuingia sasa mkataba wa miaka 3, ina maana tayari kuna potential ambayo umeiona ndani yetu kwamba hili jambo ni jambo kubwa, ni jambo ambalo la kurudisha na watu wengi wanalifuatilia. Kwa ni jambo zuri. Kwa kifupi ni jambo zuri sana sana, na tunafanikiwa kwa asilimia kubwa sana. Malengo ni kukusanya kiasi gani? Malengo sasa kwa mwaka huu sio kukusanya tu. Ina maana kama pia atapatikana hata mtu ambaye anaweza akaja labda mimi labda nitajenga choo. Ina maana wewe sio lazima si utupe hela. Unaweza ukaja labda wewe mwenyewe kama umependa labda kujenga choo, labda umependa kujenga hiyo si kisima, si kuchimba, unaweza kufanya. Kwa ina maana kwa pesa ambayo sisi tunatakiwa kufanya kila kitu yani mpaka si mchezo na nini ni milioni 400. So mchezo. Yeah. Kwa sababu tunapataga shida kidogo kwenye wachezaji. Unajua huwezi hata kama ni mchezo wa hisani, lakini kipindi cha mapumziko mchezaji wengine wa nje wanaacha kusafiri kwa ajili ya kuja kutupa support sisi. Sasa kuna malazi, unajua vitu vingi, jezi nini, sio masuala ya usafiri, wao wakija hoteli na nini. Kwa hiyo maandalizi tu ya huo mchezo wenyewe ni hela. Ya, kwa baada hapo ndio inafuata hivyo vitu kwa ajili ya kufanya hivyo. Kwa tarehe 11 mwezi wa 7 Morogoro. Morogoro. Na mtu akitaka kuchangia anafanyaje? Sasa mtu akitaka kuchangia, ina maana kama hao watu wengine, ina maana kuna akaunti ya CRDB, lakini pia kuna namba za simu ambazo huwa tunazitoaga kwenye mitandao yetu ya kijamii. Lakini kuna wale ambao ndo kama hivyo, kuna proposal tunazitumaga huko, sio kwenye makampuni, wafanya biashara nini, tunawatumia. Na maana hao wote tunakuwa kwenye sehemu kama hizo za kuchangia. Tunaweza tukamsupport kwa kumfollow kwenye page yake ya Instagram. I'm sure itakuwa inaweka details. And then to support tuweze kujenga vyoo, kutoa hizo bima na vitu vingine kama hivyo. So kwanza unaendeleaje mzee? Lini utarudi mchezoni? Na sasa kidogo hiyo inakuwa shida kwangu mimi kusema lini nitarudi, kwa sababu ni kitu ambacho kipo ndani ya timu ambao ina maana wao ndo wanafahamu kutokana na madaktari majibu yao ambao wanawatoa. Na inaamini wao ndo watakuwa watu ambao wanastahili wao kusema kwamba huyu mtu, kwa sababu mimi ningesema siku fulani afu isitokee, ina maana kidogo itakuwa imeleta sintofahamu. Kwa ina maana hilo ni jambo ambalo timu, ina maana baada ya muda fulani wataweza kuitoa taarifa yake, japokuwa Mungu akipenda wala iko mbali. Hivi mchezaji akiwa ameumia kama hivi, hauko uwanjani, kuna benefits ambazo wao unazikosa? Kwa sababu kuna wachezaji wengine wakiwa majeruhi wanasafa sana. Kuna baadhi ya vitu mtu anaweza kuvikosa, kwa sababu kwa mfano kama mimi labda ni mtu ambaye nishazoea kucheza, umeshaelewa. Kwa hiyo ina maana kuna kuwa na zile bonus zile ambazo huwa zinatolewa kwenye kila mchezo zile. Ina maana mtu ambaye yuko nyumbani na mtu ambaye yupo kwenye mchezo ni wanapata tofauti hapo. Sasa hiyo nimeiongelea kwangu mimi, kwa sababu mimi sichazoea kucheza, na maana hata kile kiasi ambacho nilikuwa nakipata mwanzo, ina maana kwa sasa hivi sifanyaje, sikipati tena, kutokana si niko nyumbani tena, siko kwenye mchezo. Kwa ina maana inakuwa imeshuka. Kama labda ilikuwa inabidi nipate laki, na maana nitapata 50,000. Lakini kwenye vitu vingine sio mshahara, kila kitu kinakuwa pale pale kwenye nanili yake, mpaka matibabu, kila kitu yani kinakuwa kipo kwenye ndani ya timu. Kwa ni bonus na mshahara unakuwa unapata, lakini mshahara unapata ule, lakini kwenye bonus ina maana utakuwa umepungua kutokana haupo tena kwenye mchezo. Wachezaji wengi wa kistaff ni kama wanasafa sana, yani kuna maisha fulani wanakuwa wanaishi ambayo hayaendani na ule ustaa ambao walikuwa nao kabla. Unafikiri ni kwa nini? Sasa hapo kidogo kuna mtihani. Naweza labda nikatoa sababu, siwezi kwenda moja kwa moja kusema kwamba mtu anafeli, kwa sababu sio labda kujipanga kufanya 1 2 3, siwezi jua mtu alikutana na nini. Lakini nachoweza kusema kwamba nadhani kuna wale ambao unakuta alimaliza mpira, alifanya kila kitu, labda aliwekeza na nini, lakini sasa si mimi na wewe hatuwezi kujua kwamba baada ya kuisha mpira na vitu vyake ilikuwaje, labda akawa yani akapoteza kila kitu, labda akaluzi akanini, na mwisho siku hali yake kuwa ngumu. Lakini kwa wengine labda ni vile kushindwa kujiandaa na kujipanga. Kwa sababu nachokiamini, unajua bwana, jinsi mpira ulivyo, unapata hela nyingi sana lakini kwenye wakati mfupi sana au mdogo sana. Haswa kwa Tanzania, watu ambao wanapata labda kiasi kikubwa au wanapata hela nyingi ni wale ambao wako hizi timu kubwa. Kwa wale ndo watu ambao unaweza ukaweza kumaintain na kufanya vitu vya maana ambavyo hata ukimaliza mpira vinaweza vikakufanya ukasurvive kwenye maisha yako.
Kwa hiyo kwenye hao wengine naweza nikawatetea kwa sababu hawapati kipato kikubwa kama mtu unakuta katika miaka yake yote amecheza katika timu ndogo. Kipato chao ni kidogo sana. Kwa hiyo huwezi jua labda mtu kwa kile ambacho alijiandaa nacho akampaka mwisho wa siku na kuendelea kuishi, kwa sababu baada hapo kumbuke kuna familia, kuna kuumwa, kuna shule, watoto na nini. Kwa hiyo huwezi jua mtu jinsi alivyojiandaa. Kwa hiyo huko kwenye hizi timu kubwa ni mtu nadhani ukiona amefeli, aidha alijiandaa lakini akashindwa kuviendeleza vile ambavyo aliviandaa baada ya kumaliza mpira, au alishindwa kujiandaa kwenye wakati ambao yupo kwenye ubora wake. Wakiamini, unajua shida ya huku unapo pia unakuwa unaamini kwamba hizo hela zinazidi kuja tu. Kwamba leo nipata milioni 100, kesho nitapata 200, kesho kutwa 300. Kumbe wakati wewe unaona unapata milioni 100, kesho utapata 200, kumbe na wenzio nao wanafikiria kukuacha kwamba wewe muda wako tayari. Kwa hiyo unakuta unaambiwa bwana, sasa sisi na wewe mkataba wetu umeishia hapo. Wakati wewe tayari hauna kitu. Umeona? Kwa tayari unakuwa ushafeli, unaenda kuanza chini sasa. Unaanza kuanza moja huko. Na ukishaanza moja huko, huwezi kupata kama ulivyokuwa unapata kule. Kwa akili yako kama haiko sawa, ina maana sasa unaanza taratibu unaanguka. Unaweza kuta labda utaanza kukimbilia labda hapa inabidi nianze kujenga sasa. Wakati huo kujenga, mwisho wa siku unakula. Umeona? Kuna watoto kuumwa, watoto kwenda shule na nini. Maisha yako huwezi kuyaendesha kama vile ambavyo ulikuwa unaishi wakati huko katika timu kubwa. Yeah, very true. Mwanzoni pale tulipokuwa tunapiga story ukasema kwamba mama yako alichukua screenshot ya picha ilikuwa kwenye simu yako ya mpira na ndege. Ukasema utatuelezea story baadaye. Kwa sababu mwanzo nilianza kwa kusema kwamba mama mimi alikuwa hapendi mimi nicheze mpira kwa sababu nilikuwa si focus na shule sana, akili yangu inawaza kwenye mpira. Kwa hiyo sijui ni nini ambacho kilimtumaga mpaka yeye akaamua ku screenshot ile na nili yangu. Sijajua nini yeye aliwaza. Au inawezekana bwana, unajua Mungu bwana. Alimuonyesha tu bwana kwamba inawezekana kesho mwanao akaja kuwa mkubwa. Kwa hiyo ile screenshot tena amekuja kunionyesha, yani sio muda mrefu kama miezi 3-4 nyuma. Akaniambia hivi, unakumbukaga kuwekaga kitu fulani 1 2 3. Unajua? Akanionyesha. Umeona yani hii sikio tu nimelala nikaamka asubuhi nika screenshot tu nikaamua kukaa nayo kwenye simu yangu. Na uaga mara nyingi anapendaga tu ananiambia muda nakaga tunaiangalia tu inanifariji na kumbe ina maana huyu mtoto alishakionaga hichi. Na mimi sasa ndo pale ambapo namkumbushaga, nakumbuka nilikwambia kwamba mimi nachokiamini mimi kwamba shule inaweza sinisaidie kwa kuwafanya mimi kuja kuwasaidia nyinyi kama mpira. Kwa inawezekana Mungu pia hata mimi aliweza kuonyesha kwamba bwana, wewe kichwa chako wewe sijakupa kichwa cha shule. Wewe huku unaweza ukatoboa. Lakini simaanishi kwamba watoto na vijana wengine ambao wako nyuma kwamba hawatakiwi kusoma kwa wakiamini kwamba wanaweza kufanikiwa kwenye mpira. Hapana, kwa sababu mimi pia nimejifunza kwa elimu ndogo niliyokuwa nayo kwenye mpira. Naona kuna at least kuna asilimia fulani ambazo mimi inanisaidia kupambanua wanasema vitu kwamba hiki sio sawa, hiki ni sawa. Kwa ile elimu ndogo ambayo niko nayo. Kwa hiyo nini maana yangu kwamba usinoti kile ambacho mimi leo hii nakisema kwamba wakati ule kwamba si nilimwambia 1 2 3. Hapana, kwa sababu na mimi pia wakati ule ilikuwa ni akili za kitoto. Kwamba nachokiamini kwamba hii huku mimi ndo nitatoboa. Lakini leo hii sawa mpira umenisaidia, lakini ile elimu ndogo ambayo naona ina faida kubwa sana kwangu leo. Kwa hiyo hapa nilipofika naweza kupambanua vitu, lakini najua kwamba huyu mtu anatakiwa niishi naye vipi. Unajua kuna muda inahitaji hata elimu fulani kwamba utabidi niishi naye vipi na nini. Kwa sababu nishaona watu ambao wamekosa elimu, ambao hawakupata elimu vizuri, wakiwa na struggle kwenye vitu hivyo. Yaani mtu unakuta anaweza kufanya kitu angalia kwamba huyu kakosa hata elimu hata kidogo tu ya kujua kwamba hichi kizuri au hichi kibaya. Umeona? Kwa ina maana mimi kile kidogo nilichokipata ndio ambacho kimeweza kunisaidia. Kwa ina maana elimu sio kwamba itakufanya labda wewe uje ubadilisha maisha yako sio nini, lakini at least itakupa mwangaza au mwanga wa kuona sasa kwamba mimi bwana inabidi niingie hapa, nitoke hapa. Au wote walifanikiwa sio kwamba kusoma kabisa na wao. Kuna at least hata kile kiasilimia. Au wengine ni Mungu tu kwamba bwana wewe ni njia yako ni true. Dickson Job, shukran sana for your time bana. Umetubless sana, tumefurahi kupiga story nyingi. Au sio? Una chochote cha kuambia mashabiki wa Yanga na Taifa Stars? Mimi kwa wakati huu niseme kwamba sina vingi, lakini kikubwa ni tuendelee kusapotiana, tuendelee kuombeana, kwa sababu ukiachana kwamba mimi ni mchezaji wa Yanga lakini mimi pia ni Mtanzania. Kwa maana sio Yanga tu, hata mashabiki wa Simba na wengine wote kwamba mchezaji wao, na nashukuru Mungu naendelea vizuri, na
tukiendelea kuombeana dua, ina maana hata hiyo itanisaidia na mimi kurudi haraka, tofauti na vile ambavyo madaktari au watu wengine wanaona. Kwa hiyo nawapenda sana, na mpaka wakati mwingine tutapokutana tena. Haina noma. Kila la heri. Pamoja sana. Haina noma. Asante kwa kuicheki episode hii. Chochote ambacho unacho, comments zako nini, tunazipokea hapo chini kwenye sehemu ya comment. Ila production wamefanya Mountain Line kama kawaida. Mimi naitwa Bidazen. I'm out.